Bwana msikilizaji, karibu sana kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa Customer Care. Tukumbuke pale tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Tuliishia ambapo huyu bidada Abela alikuwa anasimamisha hii gari, ambapo ndani ya hii gari yuko yeye Abela, yuko bibi yake, yuko na dereva wake. Akawa anamwambia dereva wake, tafadhali simamisha gari. Sasa tukawa tunajiuliza, Abela nini ambacho amekiona huko nje mpaka inafika stage anasimamisha gari? Ama kuna kitu gani hasa kinachoendelea mpaka yeye anasema kwamba gari isimamishwe? Lakini tukumbuke mpaka leo hatujui yule kijana Customer Care kapotelea wapi. Alikuja kama muujiza kwenye maisha ya huyu bidada Abela. Yule kijana Customer Care alionyesha upendo, alionyesha furaha mpaka huyu bidada Abela tabasamu likarudi tena kwenye maisha yake, jambo ambalo hakulitegemea. Na mpaka bibi yake Abela akawa anamwambia, mjukuu wangu, huyu anayekupa furaha basi ndo mng'ang'anie, mshikilie kweli kweli, maana wenzako chochote kinachowapa furaha kwenye maisha yao wanaking'ang'ania. Mng'ang'anie huyo mwanaume anayekupa furaha. Sasa wakati ambapo Abela bado hajamshikilia huyo kijana Customer Care, ghafla binivu Customer Care anapotea, hajulikani ni wapi alipo. Abela anajitahidi sana kumtafuta huyu Customer Care lakini hapatikani. Tuma message hazijibiwi. Na ubaya zaidi ni kwamba hawajawahi kuonana, walikuwa wanawasiliana tu kwenye simu. Sasa Customer Care kaelekea wapi? Mbona hayupo hewani? Hilo swali tutakwenda kujibiwa kwenye hii sehemu ya pili. Mzigo mtamu kuitwa Customer Care kutoka kwake mwandishi Agatha, Queen of Stories. Bibi naye kusimulia, naitwa Uncle J Masimulizi. Niko hapa kwa ajili yako ndugu yangu. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Karibu. Msikilizaji, nakumbuka wakati ambapo mimi, bibi yangu pamoja na dereva tuko ndani ya gari. Tulikuwa tuna wakati mzuri sana. Yaani tulikuwa tunataniana huku mimi nikimtania bibi yangu na muda ulikuwa unazidi kwenda. Nakumbuka vizuri sana hii siku. Nikiwa niko ndani ya gari, nakumbuka nilimwambia dereva simamishe gari. Nilimwambia dereva simamisha gari. Sasa nilipomwambia hivyo, bibi yangu akaniuliza kwamba vipi? Kwema? Nikamwambia bibi, kwema tu, lakini naomba gari simamishwe. Wewe, sasa kwa nini unataka gari isimamishwe? Nikamwambia bibi, nimesahau simu yangu kwenye meza ya daktari. Niliposema hivyo, yule dereva akasema, "Oh, madam, pole sana. Kwa nigeuze gari?" Dereva aliponiuliza hivyo, mimi nikamtazama bibi. Nikamwambia dereva, "No, usijali kabisa. Wacha mimi niende. Nyinyi tanguleni tu nyumbani, mimi nitakuja. Alafu kisha nitapitia na sokoni. Naona kuna baadhi ya matunda hakuna nyumbani. Kwa mimi nitatumia tu usafiri wa pikipiki, ila nyinyi nendeni nyumbani. Simamisha gari mimi nishuke." Wewe, mjukuu wangu, unataka tena kutumia pikipiki? Mimi unajua kabisa kwamba sipendi kabisa hizo pikipiki. Pikipiki wanaendesha hovyo sana vijana. Mimi nikuombe tu mjukuu wangu, hii gari igeuzwe, twende wote huko unakokwenda. Nikamwambia bibi, punguza wasiwasi. Mimi nitakuwa niko salama kabisa. Na nitamuomba dereva pikipiki aniendeshe taratibu. Hakuna tatizo. Naombeni niende sasa. Hapo niliagana na bibi yangu, nikashuka na kweli nikachukua pikipiki mpaka hospitalini. Sikukosea kusema ule kweli. Ni kweli nilikuta simu yangu nilikuwa nimeisahau. Kwa nilionana na dokta, nikachukua simu yangu na kisha nikatoka pale hospitalini. Yule bodaboda, yule dereva pikipiki, nikamwomba nipeleke sokoni na kweli akanipeleka sokoni. Jinsi kulivyo sokoni, huyu dereva pikipiki kunisubiri ingekuwa ni uongo. Kwa nilimlipa pale pesa yake ili aweze kuondoka. Sokoni vitu ni vingi sana, alafu bei ilikuwa ni nafuu tofauti kabisa na supermarket. Basi nikasombelea pale vitu vingi, kwa mpaka kuja kumaliza nilijikuta na mzigo kweli kweli na niliteseka kubeba. Na hapo pochi yangu nilikuwa niko nayo, mifuko niko nayo, ila sasa ndo nitafanya nini? Ilibidi tu niibebe. Sasa nikaa nawaza, nipande pikipiki. Nikipanda pikipiki itakuwaje na hii mizigo? Kwa roho ikawa haitaki kabisa mimi kupanda pikipiki. Yaani roho ilikuwa haitaki. Roho inaniambia panda daladala. Asa mimi ni nani nipinge? Kwa nilienda nikasubiri daladala. Basi nilivyokuwa majira ya jioni, daladala zilikuwa zinajaa vibaya mno. Baada ya muda ilipita daladala ambayo kidogo ndio ilikuwa ina unafuu. Kwa haraka haraka na mimi nikapanda. Nilipoingia tu ndani ya daladala, nikawa tu nimetulia.
alafu mimi sio mambo yangu, sijui mnaelewa yani ilikuwa nimepanda daladala, sijui ndio niseme for the first time, yani toka niwe na usafiri wangu sikuwahi kupanda daladala. Kwa hiyo hayakuwa mambo yangu mambo ya daladala. Kwa hiyo nikaa tu niko busy tu, simwangalie mtu wala sifanyi kitu chochote. Sasa ndani ya hii daladala hivi, ushawahi kupanda daladala afu kamaona konda ni bonge hivi, yani mtu yani mtu kweli, sio mtu kwamba anamaanisha basi yani mtu ana muonekano yani handsome boy yani makonda wengi najua mnawafahamu. Makonda wengi wanakuwa wako rafrafu, yani kwamba hawana muonekano mzuri, lakini konda huyu alikuwa ni mzuri, yani mtu handsome kweli kweli, ana vitu vile vya kuvutia, yani ukimtazama hivi unasema huyu konda mbona mashallah, mbona kabarikiwa. Kwanza ule anavozungumza kihuni makonda wana lugha zao jamani, lakini huyu anavozungumza ndio anazungumza kihuni, ila yani anafurahisha, ana vitu vingi ambavyo vinakufanya yani utamani kuendelea kupanda hii daladala. Kwanza ukimtazama huyu konda, macho yake jinsi yalivyo, alafu ana nyusi, alafu sijui nisemaje, nyusi zake nyeusi zimekolea, nywele pia ni nyeusi, alikuwa amevalia sare za makonda, zile sare za makonda, alafu alikuwa sio kama ndo milaba minne mwili, alikuwa mwembamba tu, yani ana mwili fulani hivi kama sijui kama nani, lakini ndo hivyo, yani ana mwili fulani simple tu kama modo sio modo, yani mwili ule wa mwanaume. Nashindwa kumuelezea vizuri mkanielewa. Basi huyu konda jinsi anavyozungumza jamani, mimi nikawa namtazama tu yeye, yani sitaki hata mtu anizibe jinsi ambavyo nilikuwa namshangaa huyu konda. Ni mkaka ni mzuri, mpaka kuna muda unajiuliza hivi anakuaje konda hivi. Shakukutana na mtu ni mzuri alafu unajiuliza anakuaje anafanya hii kazi. Maybe unakutana na mkaka handsome boy alafu anafanya kazi ya ukaosh, ama mkaka handsome boy anauza mayai, ama mkaka ni handsome boy alafu unamkuta anasimulia simulizi huko YouTube mawapi jamani. Si aibu hii? Mkaka kama Ankoje yule mashallah uzuri anao, handsome boy anatamanisha kwa wanawake wote, wakimuona ndo sukari yao mkaka, lakini ukiambiwa kazi yake anasimulia simulizi huwezi kuamini. Kwa kuna wakaka wengine ni handsome lakini kazi wanazozifanya haziendani na kile wanachokifanya. Ndo huyu konda alikuwa na muonekano mzuri alafu haendani na hii kazi. Unajua mpaka nikaa najiuliza, mimi hivi nimekuaje? Mbona nimeanza kupenda watu siku hizi? Au labda mimi nachanganyikiwa? Kwa sababu mimi ya Bella sio kaida yangu. Yani nimuone tu mtu hivi nianze kuvutiwa naye kimuonekano wake, sio vitu vyangu. Sasa mimi nikaanza kujishangaa, nakuaje siku hizi namuona mtu namtetelekea namna hii? Msikilizaji, mnadhani hata kujizuia nilikuwa naweza? Siwezi kabisa kujizuia. Nyie, huyu conductor ana mvuto, huyu konda anavutia jamani, sijui hata nyie wenzangu jamani. Hivi kuna mtu shehe kumuona alafu kasema oh my god, yani wewe mwenyewe unashtuka. Kwa watoto wa kiume na kawaida yenu nyinyi, kila mwanamke anayepita mbele yenu mnashtuka, lakini kwa sisi wanawake kumuona mwanaume afu kashtuka akasema yes, yule mwanaume. Isheko kutokea hiyo? Isheko kutokea? Alafu sasa cha kushangaza, mimi sio mambo yangu kumuona mkaka afu nianze kumsifia kumshobokea, sio mambo yangu, lakini mpaka mwenyewe nikaa najishangaa inakuaje? Kwa nini moyo wangu unakuwa hivi? Mimi sio mambo yangu, ila kuanzia kwa yule mkaka customer care Gosby, toka niongee naye kwenye simu moyo wangu siuelewi, eti sauti yake tu nilikuwa nimevutiwa naye. Leo namuona conductor kwenye daladala tayari kashanishawishi na nivutia. Au nina pepo ama nina jini? Sasa watu walikuwa wanashuka kwenye vituo vyao vya daladala, yani stendi zile, wakawa wanashuka. Watu wakashuka. Ikafikia stage kwenye gari hii daladala tukabaki wachache sana. Kwa hata konda naye akapata nafasi ya kufanyaje? Ya kukaa. Kwa sababu gari ilikuwa imejaa, nafasi za kwa ikawa mna. Kwa watu walikuwa wanashuka, konda akapata nafasi naye akakaa. Na nakumbuka huyu konda alionekana amechoka sana, kwa maana kwamba alikuwa anasinzia. Yaani mpaka nikawa najikuta na tabasamu jinsi ninapomwangalia anaposinzia, ni amekaa hivi maskini Mungu pale kwenye kiti pale anasinzia hivi, ni hadi huruma. Nyinyi wanaume wanatafuta hela kwa jasho. Nilimhurumia. Pengine hata hapati kabisa muda wa kupumzika maskini ya Mungu, ndo kutafuta. Sasa mimi nilikuwa nashuka mwisho kabisa, yani mwisho wa gari. Na hata bibi alinipigia simu, nikamwambia bibi nakaribia kufika. Kwa bibi alinitaka niwe makini. Sio unajua tena alikuwa na wasiwasi, ndo nimepanda daladala. Sasa watu wakawa wanazidi kushuka kwenye gari.
Tukabaki wachache sana kwenye hii gari, na hata mwisho nikashuka na nikaanza safari yangu ya kwanza kutembea mdogo mdogo na ile mizigo yangu. Nikawa naelekea sehemu ili nipande bajaji walau nipate nafuu ya kubeba hii mizigo, maana mizigo ilikuwa ni mingi kusema kweli. Sasa nikiwa niko natembea, nilifika mbali kidogo. Nilipofika mbali kidogo, nilisikia kama kuna mtu ananiita. Mamtu, oya Mamtu, oya Mamtu, we dada, simama, simama, pochi yako. Nilikuwa nahisi kabisa kwamba huyu mtu anaitwa ni mimi. Kwa hiyo ilibidi nisimame, nikatazama nyuma, nikawa namuona yule mkaka Konde, yule handsome, na alikuwa ameshika pochi yangu. Hii pochi alikuwa, yani tuseme kama angeamua kubaki nayo, pengine naweza nikasema angejipatia chochote kitu. Maana ilikuwa ina hela, ilikuwa ina pesa, na ilikuwa ina kadi zangu za bank, na ina simu yangu pia. Yaani ina vitu vyangu vile vya umuhimu ndio nilikuwa nimeweka kwenye pochi. Diary pia ilikuwepo humo, na notebook zingine pia zilikuwa humo kwenye pochi. Yule conductor handsome aliponifikia, ndio nazidi sasa kumuona jinsi ambavyo alikuwa anazidi kuvutia huyu mkaka. Akaniambia, wewe Mamtu, pole bwana, unaonekana kuchoka sana, umesahau pochi yako. Mmoja kwanza nilimtazama tu, afu nikapokea, nikamwambia nashukuru sana, ubarikiwe sana Konda. Akaniambia hamna noma Mamtu, nikusaidie mpaka kwa bajaji au sio? Hapo ananiambia hivyo, mimi kusema loko nilikuwa nimetingwa kusema loko. Nikamwambia sio mbaya, nitashukuru kunisaidia. Sijui hata ni kwa namna gani, ila aliweza kubeba yote ile mizigo, akaingiza kwenye bajaji, akasema haya Mamtu, safari njema basi. Nyie, ile lugha yake ile nyinyi inachekesha sana. Nilimsimamisha, nikamwambia Konda, samahani, naweza nikapata namba yako ya simu ili tuweze kuwasiliana? Baadaye nataka nikushukuru kwa haya yote uliweza kunifanyia. Akaniambia, sawa Mamtu, sio mbaya, namba unapata, ila kupatikana ndo mtihani. Leta nikuandikie namba. Mimi nikatoa pale simu yangu, na kwa bahati mbaya simu yangu nilikuta imezima chaji. Nikatoa pale notebook yangu, nikatoa na peni, akaniandikia namba yake, na kisha alinipatia ile namba ya simu. Mimi nilimtazama mkaka, nikatoa shilingi 10,000 nikampatia kama asante. Nikamwambia ile Konda, asante kwa yote, ubarikiwe sana conductor, kwa moyo wako. Akaniambia, Mamtu, mimi ndo natakiwa nikwambie asante. Mimi ndo natakiwa nikwambie ubarikiwe bwana. Mimi sijui nikwambiaje. Utanicheki basi siku yote ile ambayo fresh, mimi nitakuibukia. Yeye ana lugha zile za kiuniuni za kikonda konda. Mimi nikawa nacheka tu, alafu huyu akakimbia zake. Kiukweli nilijikuta nacheka juu ya huyu Konda, alafu moyoni nikawa nasema jari maisha jamani, huyu kijana ni mzuri, anakosa kazi kweli, anaishia kuwa konda. Nikasema okay, ila sio mbaya, kwa maana ya kwamba anajitafutia kwa halali. Mungu ambariki kwenye hii kazi yake, kwa huu wema wake nitaona tu namna ya kuweza kumsaidia. Basi kweli mimi nikafika nyumbani. Nilipofika nyumbani, bibi yangu alifurahia sana, na hata nikamsimulia kuhusu hii siku yangu ya kusahau vitu na Konda mwaminifu jinsi alivyoweza kunisaidia. Kwanza bibi yangu alishangaa, akasema Konda, yani Konda kakurudishia na vitu vyote vipo kama kawaida? Hebu angalia kwanza kwenye pochi, kweli vitu vipo? Nikamwambia bibi, vyote vipo, hakuna kilichopungua hata kimoja. Bibi akasema hakika huyo kijana ni mwaminifu sana, inaonekana na maadili kweli kweli, na wewe leo umekuwa mzembe sana. Basi bibi aliponiambia mimi nilitabasamu tu. Hapo bibi akawa ananitania, au una mawazo ya huyo customer care wako? Nikajikuta nacheka. Basi mimi nikachaji simu yangu, niko chumbani. Kiukweli yule Konda kwanza alivyonipatia namba yake ya simu, nilisahau kumtafuta kwa hiyo siku. Nakumbuka hata wiki ilipita, na nakumbuka hiyo siku ilikuwa ni Jumapili. Nipo chumbani natoa vitu kwenye ile pochi, sasa nihamishie kwenye pochi ambayo nitakayoibeba kazini siku ya kesho. Ndio nakuja kukutana na notebook ambayo hata sikuifunika, ile sehemu ambayo Konda alikuwa ameandika namba yake ya simu. Kwanza nilivyoona tu nikajikuta na tabasamu. Nikasema wacha nimpigie nione kama atakuwa tayari kusaidia, yani nimsaidie afanye kazi nyingine kama atakuwa tayari. Bana, mtu mwingine unaweza kutamani kumsaidia afanye kazi nyingine lakini hataki. Nikasema kama atahitaji kazi nyingine mimi nitamsaidia. Lakini kabla sijapiga nikasema yule Konda alisema hana simu, sasa itakuwaje? Ina maana kwamba hapatikani. Nikasema okay, anyway, ngoja nijaribu. Kwa kweli nikachukua ile namba, nikaandika kwenye simu. Kabla haijaisha ile namba ilikuja pale kwenye kioo,
Yaani ile namba nilivyoiandika kwenye simu yangu ilikuja pale kwenye kioo, yani ni kama tayari hii namba mimi ninayo. Na jina lilokuja pale kwenye simu yangu ilikuwa imejisave customer care. Kwanza nikashtuka. Alafu nikajisemea how comes? Yaani inakuaje? Au maybe inakosea. Kwa nikaanza na kuandika namba moja baada nyingine mpaka mwisho. Ile namba wakati naandika yule konda inakuja kwenye simu yangu, yani kwamba hii namba ipo. Na ndo ile customer care, nimeisave kabisa customer care. Unajua kwanza nilishangaa, nikasema ina maana kwamba Gosby ni conductor pia. Nikasema haiwezekani. Mimi itakuwa nakosea kuiandika hii namba. Okay, wacha kwanza nipige hii namba. Nikapiga, nilivyopiga yani namba ndio imesavika hivyo customer care. Na nilivyopiga ikawa haipatikani. Mnajua nilishangaa sana. Yaani kama vile ambavyo wewe unashangaa sasa hivi msikilizaji, na mimi ndo nilishangaa hivyo. Kwanza nilishiwa mpaka nguvu. Kwamba okay, anyway, ndo nimekutana na customer care kwa mazingira mengine kabisa, si ndio? Na sio customer care tu. Ni handsome boy. Sasa imekuaje na kwa konda? Ina maana mimi na kutulia kote kule na kuhangaika ndo nilikuwa namhangaikia huyu konda. Nikasema Mungu wangu. Kwa nimemwona Gosby tena kwa macho yangu ya upendo kabisa. Nikasema huyu nataka kukutana naye tena. Nithibitishe kama ni yeye au labda mimi nachanganyikiwa. Na mbona namba kaandika yeye? Sijaandika mimi kusema maybe nilikosea kumsikiliza. Namba kaandika yeye mwenyewe, nikasema lazima nikutane naye. Lazima nimtafute kwa namna yote nimuone tena kwa mara nyingine tena. Nilichukua tena namba kwenye diary, nikalinganisha na ile ya simu. Na hata tena nikazisoma zile chatting zetu. Sikuwa ninaamini hiki kitu. Ina maana hatimaye kwamba hatima yetu ndio imeamua kutufanyia hivi. Kwamba mimi kusahau simu, kupita sokoni, kupanda daladala na hata kusahau pochi. Kwa huenda hizi ni zikawa njia za Mungu. Nimepitia haya yote ili mradi tu nije kumuona huyu customer care. Kwa hakika njia za Mungu hazichunguziki. Mwanzo unaweza kusema kwamba usielewe na usijue kwa nini unapitia njia ngumu na yenye maumivu na misukosuko. Kumbe ndani ya hiyo njia hiyo ndio kuna majibu ya maswali yako. Aliweza akupitishe tu njia rahisi, ila utajuaje thamani ya kitu unachokiomba? Huyu ndiye Mungu wetu anapofanya kazi. Hapangiwi wala huwezi kumfundisha namna ya kufanya kazi. Unapolia kwa uchungu wakati unapitia mambo magumu na kuomba rehema zake, na ndivyo hivyo unapofanikiwa, usiache kutoa sauti ile ya wakati unalia kulisifu jina lake. Mungu yupo kabla ya dunia kuwepo. Mungu ni wa ajabu sana. Sikuwa naweza kuamini kabisa hiki ambacho nakiona. Nilianza tena kusoma tena zile chatting zetu mimi na customer care. Alafu nikakumbuka namna alivyokuwa akiongea kihuni. Namna nami nilivyokuwa namshangaa mpaka na anajiuliza, mbona anakuwa mimi penda? Na namna jinsi yule mkaka alivyokuwa na ngozi nzuri. Ingawaje amechoka, ana maisha magumu kimuonekano. Ila uzuri wake ukimwona tu huwezi kuacha kusema kwamba huyu kaka ni mzuri. Kaka kama huyu inakuaje akawa conductor? Hivi shakutana hadi kama ya kwangu? Mtu yupo sehemu fulani ambao ukimtazama tu unaona kabisa kwamba haendani na hiyo sehemu. Ndio mimi sasa. Kumbukumbu zangu zilinipeleka mbali zaidi. Namna anaitwa, yani namna vile ambavyo mimi alikuwa ananiita, "Oya, mamtu." Vile alivyokuwa anakuja kwangu mbio. Yaani mnajua nilikuwa nawaza mpaka kuna muda nikawa najicheka yani. Kuna muda nasema au nilie, yani sijielewi. Siku zote namuazia vibaya mkaka watu. Kumbe ana maisha magumu, kumbe hata simu hana. Nilijilaumu sana hii siku. Na hii siku ndio siku ambayo nilielewa umuhimu wa kuwasiliana kwa upendo na ndugu zetu. Hata kama patikani au hata kama hajibu ujumbe, usikate tamaa. Uendelea tu, pengine mpendo wako yupo katika hali ngumu sana. Kwa haraka sana nikavuta diary, nikaandika nikiwa katikati ya hali ya kupigwa na butwaa. Niliandika kwenye diary yangu, niliandika, mpenzi diary, nimekutana na muujiza wangu.
Ni kweli kama ninavyomuita muujiza, anashangaza kwa kila kitu. Sikuweza hata kufikiria kuhusu sauti yake. Sasa nimejua, ndio nahisi kabisa kwamba kuna vitu wanafanana. Sikia kipenzi, sitakubali. Lazima kesho nimtafute na nithibitishe kwamba ni yeye. Ni lazima nithibitishe kwamba yeye ndiye muujiza wangu. Lakini nimepatwa na uoga sana. Kwa nini yeye hajahisi hata kidogo? Au ina maana kwamba maumivu yamemzidia? Sikia diary, nafuta yote maumivu niliyoyatamka juu yake. Hana simu kweli, na ndio maana hapatikani. Ila nakuahidi nitarekebisha, na mpaka sasa sijui nichukie au nifurahi, lakini niamini ni zaidi ya nilivyokuwa ninafikiria. Ni mwanaume. Yaani nilisoma ule ujumbe afu nilijikuta na tabasamu sana. Nilijikuta nashika simu alafu nikapiga, nikawa nasema patikana basi, na kuomba upatikane, na kuomba patikana. Lakini bado hii namba nilivyopiga ilikuwa ipatikani. Ulikuwa ni mtihani kusema ule kweli. Hakuwa anapatikana kabisa. Nilitamani kupiga nimuulize maswali mengi mno, lakini wapi, hakuwa anapatikana hata mara moja. Roho yangu iliniuma sana, na hata nilitamani siku ile ningemtafuta siku ile ile. Sijui ni kwa nini sikuweza kumpigia mapema nyie. Hii siku sikuweza hata kulala. Mawazo yote yalikuwa juu yake yule conductor, na nilikuwa nafikiria sana kumhusu yule mtu. Kuna jambo nilikuwa sitaki kulielewa. Kivipi mtu huyu ni konda? Yaani ndo hapo nilipokuwa najiuliza, kivipi anafanya shughuli za namna hii? Yaani kivipi, mbona sielewi? Hapo nakumbuka kesho yake asubuhi nilipoamka tu. Tena ulikuwa ni msimu wa mvua zile za mwezi wa 4. Ratiba ya kazini kwanza nilivunja. Kazi ni moja tu kwangu, kumtafuta Gozbert. Nitakaa pale mwisho wa gari mpaka nimpate. Sitakubali kupotezana naye bila matokeo mazuri, sitakubali. Hata bibi yangu sikumwambia hili. Sikusema kitu chochote zaidi ya kutoka mimi mwenyewe. Nilitoka ile asubuhi kimya kimya, bila hata kuagana na bibi. Kimya kimya nilitoka. Sikumwaga bibi. Nilielekea mpaka pale stendi. Nilivyofika pale stendi, nilikaa sana pale kuona kama lile gari litaingia, na kwa bahati mbaya hata sikumbuki ile gari. Najua tu ni gari ya wapi na ni wapi, ila sikumbuki kitu kingine zaidi ya kujua hii gari ina ruti fulani na mpaka maeneo fulani. Kwa nilikaa pale stendi ya gari, pale stendi mwisho. Nilisimama kuanzia ile asubuhi. Kazi yangu ni kila gari linapoingia ninatazama kama nitaweza kumuona Gozbert. Huwezi kuamini msikilizaji, siku ya kwanza kabisa mpaka giza linaingia, niko pale stendi nikisema hata kula siku hii sikula. Yaani nakuomba unielewe msikilizaji, sikula. Ninamtafuta Gozbert kwa nguvu na hali. Namtafuta Gozbert kwa jitihada zote. Nilikuwa kila muda na anasema nikiondoka hapa labda ndo ataingia na gari yake. Nikiondoka labda ataningekuwa sitaki niondoke, lakini kumbe nilikuwa najidanganya tu. Sikuona bahati kabisa na Gozbert. Sikumuona. Taratibu nilikubali kurudi nyumbani. Nilirudi nyumbani kinyonge sana, nikiwa nina msongo wa mawazo asikwambie mtu. Nilifika nyumbani kwanza nilichelewa, na hata bibi yangu tayari alikuwa ameshalala, na dada aliponialika chakula nilimuomba niandalie na kuniletea chumbani, kwa maana kwamba nilikuwa nimechoka sana. Na kweli ikawa hivyo. Mimi chumbani nikaoga na kisha nikakaa kitandani, nikawa nakula zangu tu taratibu. Nilikula mpaka pale nilipoweza, na kisha niliandika kwenye diary yangu kwamba siku ya kwanza sijamuona. Niliandika huku nikitamani kulia, na vile mimi ni mnyonge kila siku, yaani ndio hata usiseme. Siku ya pili tena hivyo hivyo. Asubuhi niliwahi nikavaa kawaida kabisa. Sikutaka tena kwenda kazini. Nilitoa tu maagizo na msako mimi uliendelea kumtafuta Gozbert. Conductor, customer care. Siku hii tena ilikuwa ni kama siku iliyopita. Nikarudi nyumbani nikiwa ndo nazidi kuchoka na mvua zinavyojua kuchosha. Yaani hapo ndo nazidi kuumia. Siku iliyofuata sasa ndo niliamua sasa niwe nauliza kwenye yale magari, nataja mpaka jina lake. Yaani msikilizaji, ungeniona hata ungenionea huruma na vile naloana na mvua nyie. Ila sikuwa hata najali. Lengo ni muone huyu muujiza wangu kwenye maisha yangu. Kwa nini huyu kaka yeye ndo amekuwa pekee ananipa faraja? Kwa nini yeye pekee ndo amekuwa mimi namuwaza? Na hata nilifika gari ambalo huyu dereva nilipoongea naye nilipata matumaini. Nakumbuka nilimsalimia huyu dereva, nikamwambia samani kaka, kuna conductor namtafuta, ni wa muhimu sana kwangu, naomba unisaidie kakaangu. Na nakumbuka huyu dereva nilimuelezea hata namna jinsi alivyo yule conductor. Na sio kwenye ukonda tu, nilielezea kwa namna nyingine kabisa msikilizaji. Huyu dereva akanisikiliza, akaniuliza, "Huyo unayemtafuta anaitwa nani? Na kwa nini unamtafuta?" Nikamwambia dereva,
ni kwa nia njema kabisa, sina nia mbaya naye. Anaitwa Gozbert, ni mtu mwema sana. Huyu dereva akaniambia, nakuelewa dadangu, ila sio mtu ambaye unakutanishwa naye kumbe unamchomea polisi. Nyinyi mademu nyinyi mueleweki, nyinyi mnawezekana mkawa ni wapelelezi, nyinyi watu wa system nyinyi. Alafu mwisho siku mimi namuuza mshikaji wangu, ni bora ukaniweka wazi. Kwa huyu dereva alivyosema hivyo, unajua hata nikaanza kupata mwanga, nikasema okay, kumbe hapa naweza nikapata kitu. Nikamwambia, nakuapia kakaangu, siko hivyo unavyonifikiria, ila ni wa umuhimu sana na kuapia, kama unamfahamu na kuomba unisaidie nipate kumuona. Nakumbuka huyu dereva alitoa simu yake, alinitazama kwanza kwa muda mimi, afa kaniuliza, unayemtafuta ndo huyu? Hapa alinionyesha picha, nilijikuta natamani hata anitumie ile picha. Nikamwambia ndo huyu Gozbert, ndo huyu namtafuta. Basi yule dereva akawa ameweka simu yake mfukoni, nikamzuia asiweke ile simu mfukoni. Sasa wakati namzuia, yule dereva akaniambia, sister vipi, mbona unanishika tena mkono? Mimi hapo nilitabasamu kwa huruma, nikamwambia, kakaangu, sina hata picha yake huyu namtafuta. Kikweli nimefurahi kumuona kwenye hii simu yako, tafadhali nakuomba nimtazame tena na kuomba. Nyie unaweza kuona kama mwehu hii siku jinsi nilivyokuwa. Basi yule dereva akanipa ile picha, nikaa naitazama. Nilitazama ile, nikaitazama tena ile picha, huku nikawa natamani hata kupiga ile picha, nipige hivi niwe nayo kwenye simu yangu. Tatizo yule dereva alikuwa ananitazama sana, na hata aliniuliza, oya, kuna tatizo gani? Mbona unatabasamu? Alafu mbona kama vile unalia sister? Nikamwambia, kaka samani, nakuomba sana, niko chini ya miguu yako, naomba unitumie hii picha huyu mtu, na hata kama unazo zingine za huyu mtu, nakuomba sana unitumie. Huyu kaka alinitazama akasema, sikiliza sister, kama unavyojua hapa ni kazi, na kazi zetu hizi ni sisi ni kukimbizana, kwa sina muda wa kutosha. Huyo Gozbert huyo mimi ni mshikaji wangu hapa, so yani hapa kila siku sio utamkuta, hapana. Huyu kuna siku zake sasa ndo anazofanya kazi, na huwa anabadilisha njia. Sikiliza sister yangu, wewe huku enjoy Ijumaa mida ya saa 12 jioni, wewe hapo tamuona. Nicholee tu namba yako hapa, kama nikiwa naye nitazungumza naye, si mnafahamiana? Nikamwambia ndio, lakini mimi namba yake nikimpigia ipatikani muda sasa. Sasa niliposema hivyo, huyu dereva ni kama vile alianza kuweka imani na mimi. Unajua, kwanza akanitazama akaniambia, sister uko sahihi, basi mkikutana mtazungumza nyinyi wenyewe. Kwa mimi nikampa huyu dereva namba yangu ya simu. Yaani mimi kikawaida kutoa namba yangu ni nadra sana, ila kwa Gozbert yani nimekuwa ni mjinga kujieleza sana, kuomba sana, yani ili mradi tu nimpate Gozbert. Na hapo nimeambiwa kwamba ni Ijumaa, na hiyo siku ndio ilikuwa Jumatano. Jamani, nimechoka mpaka roho. Naona kama hiyo Ijumaa saa 12 jioni nikaona kama vile haifiki. Mungu nisaidie mimi nipate kumuona kaka. Kwa nilitembea kuelekea kwenye gari yangu na kisha nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani moja kwa moja niliingia chumbani kwangu. Isivyo bahati nilikutana na bibi yangu. Na tena bibi yangu alikuwa ameshika ile diary yangu. Bibi alivyoshika ile diary, unajua kwanza nilishiwa nguvu, afu nilijikuta naita bibi. Bibi, usiniambie umesoma diary yangu. Bibi, unajua diary ni siri ya mtu Kwa nini ufungue diary yangu bila ruhusa? Sasa wakati namwambia hivyo bibi, kwanza bibi alinitazama. Akaniambia, tulia mjukuu wangu. Nilipogundua kwamba diary ni siri, sikutaka kufungua tena. Kwa hiyo mimi sijafungua na sijasoma chochote kwenye hiyo diary yako. Nikamwambia, bibi unasema kweli? Niamini mjukuu wangu, mimi sijasoma chochote. Niko hapa kwa sababu tu nataka kujua unawezaje kuishi ndani ya nyumba moja siku 3 na usikutane na bibi yako kipenzi. Nini kinachoendelea? Nataka tu kujua. Hapo bibi aliponiambia vile, nilichukua ile diary mikononi mwa bibi na kisha nikamwambia, bibi, naomba usishike tena diary yangu na kuomba. Sasa wewe kama unasisitiza hivyo, nitashika hiyo diary yako, kwani ina maajabu gani? Unataka kupindua nchi? Hebu nijibu haraka sana. Kwa nini tunaishi nyumba moja na hatuonani? Mimi nimekupiga simu, wewe kazini kwenye huko wendi, kuna tatizo gani kwani? Bibi yangu aliponiuliza hilo swali, kwanza nilivuta pumzi. Nikamwambia, bibi, siwezi kusema tatizo bibi yangu kipenzi,
ila kuna jambo la umuhimu sana nafuatilia na mpaka Ijumaa nitakuwa nimeweza kukamilisha. Bibi, ni muhimu sana, na wewe pia ukijua hili utafurahia. Hapo bibi kwanza akanitazama akasema, jambo gani muhimu zaidi yako wewe mwenyewe? Mpaka ukaloana na mvua, jambo gani hilo la umuhimu? Nikamwambia, samani bibi, mimi nakumbuka maneno yako ya kwamba nijipende sana, nijijali sana, nijitunze na kujihudumia sana, kwa maana kwamba hakuna mtu atakayenipenda zaidi yangu mimi mwenyewe. Ili niwe kama wewe bibi yangu, ambaye mpaka leo bado ni mrembo. Bibi, na kuhakikishia mpaka kufika Ijumaa hii nitakuwa nimemalizana na kila kitu, na sitakuwa na mawazo tena, sitakuwa na stress tena, nitakuwa sawa kabisa bibi yangu. Nitakuwa kama wewe bibi yangu mzuri. Hapo nilipomwambia hivyo, kwanza bibi yangu alitabasamu, akaniambia, vizuri sana, mimi nafurahi kwamba hupuuzi mambo ambayo inakwambia, ila kwa sasa hebu nenda kaoge kwanza, utaumwa kwa maana kwamba umelowana sana na mvua, na kisha tutazungumza. Hapo mimi nikavuta pumzi, nikamwambia, bibi, kuzungumza tena? Bibi, mimi nataka kupumzika, nimechoka. Hapo bibi alinitazama wakati navua nguo ili nivae taulo, akaniuliza, umempata rafiki yako au bado rafiki yako hapatikani? Bibi aliponiuliza ile swali, kwanza nilishtuka, afu nikavuta pumzi, nikamwambia, bibi, hapatikani bibi yangu. Nikimpata tu lazima tu nitakwambia, na naamini nitampata. Sasa niliposema hivyo, bibi yangu alinitazama, kwanza alitabasamu, akaniambia, siamini, umekuwa imara na umekuwa bora sana. Umempenda sana huyu kijana. Namshukuru Mungu kwa machozi kila siku. Ili wewe uwe na furaha na amani, namuomba sana huyu Mungu. Mimi nakuacha mjukuu wangu, ila nakuomba kuwa makini. Sitaki uingie kwenye matatizo. Nakuomba sana mjukuu wangu. Maliza mambo yako haraka na urudi kazini. Kazini ni wewe mwenyewe. Usipokuwepo, ule ujinga mdogo mdogo ndo unazidi. Nadhani umenielewa mjukuu wangu. Hapo bibi aliposema hivyo, kwanza nilitabasamu, nikamwambia, nakuelewa vizuri sana bibi yangu. Hapo bibi yangu alinitazama, akaanza kujisukuma yeye mwenyewe sasa kuelekea kwenye mlango. Alipotoka tu, mimi haraka nikafunga ile mlango, nikashika diary yangu, nikasema, naamini bibi hajasoma hii diary yangu. Kwa vitu ambavyo nimeviandika humo, uchungu na furaha zangu. Bibi yangu asingenyamaza. Kwanza angeniuliza maswali mengi mno. Nikasema hapa bibi yangu hajasoma bibi yangu. Yaani hajasoma. Nikawa najaminisha hivyo, bibi hajafanyaje? Hajasoma hii diary yangu. Basi nilitoka pale kitandani, nikaificha kwenye pochi zangu hii diary, na kisha nikaingia bafuni. Nikaoga. Nilipotoka tu nilianza kujiweka sawa kwa ajili ya kulala. Wakati najiweka sawa kwa ajili ya kulala, nikaja kugongea mlango. Nilipofungua mlango, alikuwa ni yule dada wa kazi, alikuwa analeta chakula. Kwanza nilimshukuru sana, na mimi nilikula kile chakula, huku ile picha ikawa inanijia kichwani. Ni customer care, yupo kwenye vazi la kikonda, akiwa anacheka fulani hivi. Jamani, raha nyie. Nilikumbuka nilitoa namba, ila nilipowasha data sikutumia chochote. Nililala kwa uchovu mkubwa sana, huku nikitamani Ijumaa nifumbe na kufumbua iwe hii hapa imeshawadia. Lakini ndio ilikuwa Alhamis. Siku ni ndefu sana hii kwangu. Siku hii niliamka na usafi, nikafua, nikasafisha chumba, nikahamia jikoni, nikaosha vyombo, nikamsaidia dada kazi kule jikoni. Nafanya hivi mradi tu muda uende. Unajua tazama movie, tazama hivi. Ukiangalia hivi muda ndo uko umeganda pale pale. Ila ndo muda unavozidi kwenda, kiugumu hakuna namna. Hatimaye jioni iliingia. Pamoja tulikula pale usiku, tulizungumza na bibi, na kisha mimi niliaga ili mradi tu nikalale ili kesho ifike mapema. Nimefika tu chumbani, simu yangu inapokea ujumbe kwenye WhatsApp. Natazama hivi namba ngeni. Haraka nikafungua, nikakutana na picha za kondakta 2 na ujumbe wa samahani, nilisahau na sijakutana naye, lakini kesho lazima tu, ila tafadhali usimtendee ubaya wote. Nadhani ukimtendea ubaya wote hatutoelewana. Kondakta huyu dereva alikuwa ameandika ujumbe huo. Mimi niliposoma ule ujumbe, kwanza nilitabasamu. Nikamwambia, hujui tu namna nimefurahi kaka. Mungu akubariki sana. Tutaonana kesho na hakuna baya lolote itakalotokea.
Hapo nikakaa kwanza kitandani, nilianza kuedit zile picha kwa upendo, zikawa ni nzuri sana. Nikawa na tabasamu tu nikiamini kabisa kwamba kesho majibu ya maswali yangu yote yatajibiwa. Lazima alipie kwa kusababisha mimi naumia na loana na mvua kila mara kwa sababu yake. Sijui hata itakuwaje nikimwona, huwezi kuamini. Ila nililala nikiwa ninatazama zile picha zake, na nilijaribu sana kupiga ile namba lakini bado haikuwa inapatikana kabisa. Yani nilisha tu kutazama tu picha za yule conductor kwa furaha sana. Yeye ananifahamu kwa kusikia tu sauti yangu, ila mimi namfahamu vizuri zaidi mpaka kwa kumuona. Sikujua ni saa ngapi, ila kesho yake niliamka nikafanya tena kazi zangu na kupoteza muda pale nyumbani. Na hii siku ilikuwa na kijimvua hivi kuanzia asubuhi mpaka mida hii ya saa 10 hivi, bado ilikuwa inanyesha, ila ilikuwa ni lazima nitoke, hata inyeshe mvua ya mawe lazima nitoke. Kwa pale nikavaa zangu jeans, nikavaa zangu na sweta, nikavaa raba zangu nzuri, nilikuwa niko kawaida lakini nilipendeza sana. Wakati natoka bibi akaniuliza kwamba mjukuu wangu, ni muhimu sana leo kwani huwezi kusubiri kesho mjukuu wangu? Uone kama leo mvua inanyesha sana. Nikamwambia bibi yangu, mvua si chochote kwa leo. Yaani bibi, nakuomba usinizuie kabisa, kwa maana kwamba sitaelewa. Naomba tu niende. Kwa nilipomwambia hivyo bibi akaniambia, nenda mjukuu wangu, nenda. Mungu akusaidie ufanikiwe. Mungu akusimamie usiloe tena kuhusu jambo hilo. Jambo hilo naomba leo liwe mwisho. Mimi nikamtizama bibi afu nikatabasamu tu. Nilitoka nikaelekea kwenye gari. Mimi huyo mpaka kufika saa 12 kasoro ndo naingia pale stendi. Kwanza nilichoka kwenye gari na mwamvuli wangu. Nikasogea mpaka ile sehemu. Unajua tena mwamvuli mwamvuli uko juu. Kwa hiyo mwamvuli unavyoshikilia hivi, huku juu hauloi, lakini ukukata huku magotini kuja chini, unaloa tena vizuri tu. Paka saa 12 bado sijaiona gari. Saa 12:30 bado sikuona gari. Muda ukazidi kusogea mpaka saa 1. Gari kaingia na watu wakawa wanashuka na mimi napambana kwenda mbele ya mlango nione. Sasa mwamvuli ukawa unasumbua, watu ni wengi, tunasukumana hovyo. Nikasogea mpaka mlangoni, watu wanavoshuka sasa kwa kusukumana. Ndani ya lile gari nilifanikiwa kumuona Gosbet alikuwa akipambana kuwashusha wale abiria. Vile wanasukumana mpaka nataka kulia na mimi naloana hatari nakwambia. Watu wananisukuma, unajua prokushani ziza kwenye daladala sijazoea. Watu walishuka pale. Gosbet naye akawa anashuka sasa hapo mzike. Alikuwa anaenda nyuma ya ile gari kushusha mizigo ya mmoja wa abiria. Kwa machozi nikiwa nimeloana sana huku namfuata Gosbet. Niliona akishusha pale mizigo kwa bidii na yeye kiloana. Alipomaliza mimi nilisimama mbele yake. Yaani tulibaki tu tunatazamana hivi. Na hata kaniuliza, "Mtu vipi, una mzigo wako pia nini? Mbona huku tena? Mbona kwa mizigo imeisha?" Unajua nilimtazama kwa machozi yani. Afu nikamuita kwa uchungu, nikamwambia Gosbet. Nilipomuita hivyo niliona kishangaa. Kwanza akanitazama, akaangalia kushoto, akaangalia kulia. Akaniambia, "Mtu vipi, tunafahamiana? Mbona umeniita jina langu, wewe nani?" Nilibaki namtazama tu afu nikatabasamu. Kisha nikaita tena kwa jina ambalo niliamini atajua mimi ni Abela. Nikamwambia, "Gosby, Mr. Customer Care." Hapo Gosbet alinishangaa na kuambia. Kwanza akaninyoshia kidole. Akaniambia, "Abela. Abela ni wewe?" Hapo mimi nilimtazama tu. Alafu nilitabasamu lakini machozi, yani chozi lilijikuta linanitoka hata bila kusema. Nikamwambia, Yaani hapo nilikuwa naambia ni mimi. Kwa kuguna hivi, yani najikuta namkumbatia. Nilimkumbatia kwa nguvu sana. Nikamwambia, "Kwa nini huku nitafuta? Gosby, kwa nini huku niaga? Gosby, kwa nini ulipotea tu ghafla?" Wakati michozi linanitoka na lia, Gosby yeye alikuwepo kwenye mshtuko, yani hawezi hata kuzungumza. Watu walikuwa wanatushangaa mvua ilivyokuwa inatunyeshea. Mimi sikuwa najua hata kama mvua inanyesha. Nipo katikati kwenye kundi la watu. Kwa namna nilikuwa nimetawaliwa na furaha nyingi, nilikuwa sielewi kama mvua inanyesha.
Kwenye maisha yangu hakuna nyakati tamu kama nyakati hii hapa. Nimekutana na mwanaume muujiza. Namna vile ambavyo nilikuwa najisikia ni ajabu sana. Nimekutana naye. Gosby alikuwa ameishiwa nguvu, amenyamaza, anatetemeka kwa furaha. Tukiwa tumekumbatiana kwa upendo sana kwenye kituo cha daladala. Hapa sasa nilipomwachia na kumshika mikono yake, bado alikuwa ananitazama tu. Mimi nilimtazama kwa uzuri kabisa. Ana nyusi nyingi nyeusi nzuri zinazozidisha uhandsome wake. Si nikaanza kumpiga piga pale kwa madeko, nikamwambia kwa nini lakini ulipotea? Kwa nini Gosby? Gosby akawa ananitazama na sasa akazungumza kwa ile sauti yake tulivu afu sauti yake nzuri sana. Akaniambia, ina maana wewe ndio Abela? Abela msichana mkorofi, msichana mkali, si ndio? Gosby aliponiambia kwanza nikatabasamu, nikamkumbatia na kwa nguvu. Hapa sasa ndo hata dereva alikuja. Akasema, wewe mwanangu, wewe mtoto mkali hivyo mwanangu, unamwacha kwenye mvua ananyeshewa? Mimi hapo ndo nikamshika mkono Gosby, nikamwambia kaka, samahani. Na mazungumzo na Gosby, naweza nikaondoka naye? Hapo Gosby yeye mwenyewe alishtuka. Gosby akasema, lakini Abela, mwenzio nipo kazini. Nikamwambia, nyamaza. Eti wewe kaka dereva, utanisamee sana, nahitaji kuzungumza naye, ni muhimu. Sasa yule dereva alijikuna kichwa, kisha akasema, sasa sister, kazi sister. Ila sio mbaya, nitatafuta namna kwa sababu watu si wako wengi sasa. Okay, poa basi. Muondoke hapo kwenye mvua sasa, mvua hii. Hapo Gosby alinitazama usoni. Alikuwa ananishangaa sana, na kisha pale pale alivua nguo yake ya nje ile ya kondakta, akabaki na nguo zake za ndani ambazo zilikuwa tu ni nguo za kawaida tu, jeans na t-shirt. Nilimtazama afu nikabaki tu na tabasamu. Na yeye alitabasamu na mimi nilimpa mkono wangu na taratibu yeye aliupokea. Akanitazama akaniuliza kwamba, okay, tunaenda wapi msichana wangu? Mimi hapo nilitabasamu na kisha nilianza kutembea na yeye. Yeye akawa ananifuata. Tulifika nilipokuwa nimeliacha gari yangu, nikafungua na kisha nikamwambia, unaweza kuingia sasa. Hapo yeye alinitazama akaniuliza, Abela, hii gari ni ya kwako? Yaani namaanisha. Nikamwambia, ingia tafadhali kwenye gari. Kweli aliingia na mimi niliingia. Nikafunga pale na vioo vya gari. Nilipomgeukia nilikuta naye alikuwa ananitazama sana. Na hata nikamuuliza, mbona unanitazama sana? Ni kwema mama? Hapo mwenzangu kwanza alivuta pumzi. Akaniambia, siamini kama ni wewe Abela. Abela, nilikuwa nafikiria kwamba sitakuona tena kamwe. Tazama jinsi ulivyo. Wewe ni mzuri zaidi ya vile nilivyokuwa nakufikiria Abela. Nimefurahi sana, siwezi hata kuzungumza. Umejuaje kama napatikana hapa? Umejuaje yani? Kwanza hapo nilimtazama afu nikamwambia, nimehangaika sana kukutafuta. Alafu Gosby, una maswali mengi sana ya kunijibu najua Ila kuhusu mimi kujua unapatikana hapa, ni wewe mwenyewe ulinipa namba yako. Uongo kweli? Unakumbuka kuna siku nilisahau pochi kwenye daladala, ukaniletea na nikaomba namba yako. Nilipofika nyumbani na nilivyokuwa naandika ile namba yako kwenye simu yangu, ilikuwa linakuja jina lako. Ndio ni hapo nilipoanza kukutafuta na nimehangaika sana kusema ule kweli. Ina maana ya kwamba Abela, wewe ndio yule nilokuwa nakuita mamtu. Mbona kaviri umeongezeka uzuri? Sasa aliponiambia hivyo Gosby, tulijikuta wote tunacheka sasa. Huku mimi nikaa naambia, niite tena. Afu kwanza wewe uhuni wa Gosby tumejifunzia wapi? Mbona uendani kabisa na mambo ya kihuni? Nilipomwambia hivyo Gosby alicheka sana, tena sana, tulicheka mno. Huku mimi ndani ya moyo wangu yani nikitaka kujua mengi sana kumhusu yeye. Nilikuwa na maswali mengi sana. Yani imekuaje tena mpaka akawa konda na hata akapotea kwenye maisha yangu? Nikataka kuzungumza naye, nijue tatizo ni kitu gani na tuone pamoja tunaishia wapi. Nyie
Hapo kidogo nikawa namtazama ile jicho la wizi, naye akawa ananitazama na nitania, anasema oya sasa mamtu. Nikamwambia unajua Gosby, unajua una masiara sana. Sasa nilipomwambia hivyo, Gosby alikuwa ananitazama tena kwa upole, alafu anatabasamu. Akaniambia kumbe ndo Gosby ndo nalitamka hivi vizuri zaidi tukiwa tuko live. Kiukweli nimefurahi sana leo. Kwanza asante sana kwa kunitafuta. Nikamwambia sikiliza bamtu, sio kukutafuta. Mimi nimekusaka, maana kuna kumtafuta mtu na kumsaka. Wewe mimi nimekusaka. Sasa hapo Gosby alinitazama kwa kushangaa, afa kana tabasamu usoni mwake. Alicheka sana, alicheka mno kiasi kwamba hata mimi mwenyewe nikacheka, nilicheka vibaya mno, na kisha taratibu pale nikawasha gari. Namna mimi nacheka na Gosby muda huu, yani sio kama yule ambaye sijui nisemaje. Yaani unaweza kusema sio mimi ambaye wafanyakazi mimi wananiogopa ofisini kwangu. Unaweza kusema sio mimi yule ambaye hana rafiki, hana mtu wa kuzungumza naye. Then nilikuwa nimejiachia mno kwa Gosby. Nimejikuta tu nimepata furaha ndani ya muda mfupi sana. Ila sasa unajua, mimi ndo tebe yangu kuwa mkimya. Kwa hiyo wakati naondoa ile gari taratibu, nikawa narudi kwenye hali yangu ya ukimya. Ajabu ni kwamba Gosby wala hakuwa amenisemesha kitu. Zaidi ya yeye alikuwa tu amenyamaza. Tulikuwa tumeloana na Mvua. Hivyo baada ya kuona duka la nguo, nilimtazama Gosby nikamwambia tumeloana sana, tubadilishe nguo ndo tuzungumze. Gosby akaniambia Bella, mimi niko poa kabisa, yani wala tusijali kuhusu mimi niko poa. Nikamwambia no, tushuke hapa. Bella. Hapo Gosby aliniita kwa huruma sana, na mimi sikutaka kumsikiliza kwa maana nilikuwa ninatambua kabisa wazi ya kuwa hawezi kukubali kwa hiki ninachomwambia. Nilishuka nikaenda kumfungulia naye pia mlango. Mvua bado ilikuwa inanyesha hapo. Yaani mvua ilikuwa haina hata mpango wa kukatika. Basi yeye pia akatoka kwenye gari. Huyu kaka yenyewe nashindwa hata kumuelezea. Huyu mkaka ni mtiifu. Namna nimemuona kwa siku hii na muda mfupi tu, kuna vitu nilikuwa nimevigundua kutoka kwake. Kwanza ni mkarimu zaidi ya vile nilivyokuwa nimewaza. Ni mtu mwenye hekima zaidi ya vile nilivyokuwa nimefikiria awali. Ni mtu mwenye upendo sana. Yaani ukimtazama tu mtu unajua kabisa huyu ni mtu wa namna gani. Ingawaje wapo watu wa hivi nje, lakini ndani yao ni hatari mno. Hapo sana tukaingia dukani. Kama ilivyo kaida yangu, mimi nimezoea maisha yangu fulani hivi. Sina kucheka na mtu. Hata yale mambo mimi ya nimevaa nguo sijui nitoke kuangaliwa kama nimependeza, mimi sikuwa na hizo vitu. Zaidi tu nilikuwa nasubiri Gosby pia atoke tuondoke. Na ndo hivyo jinsi ilivyokuwa. Gosby akavaa alipendeza mno. Nilipomuona nilikuwa nimekaa, kwanza nilisimama afu nikatabasamu. Na yeye alitabasamu pia, na ndipo niliposema kwamba Gosby umependeza sana. Gosby alinitazama akasema nashukuru sana. Mimi hapo sikuwa na lingine zaidi tu ya kulipia vile vitu tulivyokuwa tumevaa, na kisha mhudumu wa lile duka alitutoa na mwamvuli. Alihakikisha tumeingia kwenye gari, na kisha upande wa dirisha la Gosby huyu dada mhudumu akasema mmependeza sana, Allah watunze na kuwalinda pamoja. Mimi hapo na Gosby tukatazamana. Gosby yeye aliweza kujibu, akamjibu yule mhudumu amina dada. Yule dada aliondoka na sisi kwa upole tukatazamana pale mimi na Gosby. Na kisha Gosby akaniambia Bella, umependeza sana. Wewe ni mrembo sana. Ninashukuru sana kwa kufanya hii siku yangu iwe nzuri leo. Naomba uniambie Bella, tunaelekea wapi? Ni kaka na sauti nzuri. Kwanza nilimtazama kwa muda bila kusema kitu. Alafu kuna kitu kwenye sentence kilipungua. Nilifungua mdomo kwa kumwambia hivi, kwa hiyo kwenye sentence yako hakuna neno mama mtu eti? Mimi sitaki, nataka unavyozungumza utamke neno mama mtu. Pale Gosby alinitazama afu akacheka akasema, "Kwa hiyo nirudie tena kuongea?" Mimi nilimtazama afu nikaitikia kwa kichwa kidogo. Mimi nina tabia iko ndani yangu, yani nina tabia kudeka. Namna nilivyokuwa nalelewa na wazazi wangu na maisha yetu. Kwa hiyo ingawa dunia imenichapa kusema ile kweli, lakini kuna kitu ndani yangu ambacho kinatokea na mimi siwezi kukizuia. Nakumbuka Gosby alinitazama, akaniambia Bella, umependeza sana. Wewe ni mrembo sana. Nashukuru kwa kufanya siku yangu iwe nzuri sana leo. Mamtu, naomba uniambie tunaenda wapi sasa? Hapo sasa ndo nafsi yangu ikatabasamu. Nafsi ikatabasamu sasa. Hapo ndo nikafurahi afu nikajikuta na tabasamu. Nikamwambia hapo sawa sasa. Sasa bamtu, wewe nifuate mimi. Na tena uwe na amani kabisa ndani ya moyo wako.
Gosby alinitazama tu kisha akatazama tu mbele. Nikawasha tena gari, sikuendesha sana. Nilifika mahali nikasimamisha tu sehemu ya maegesho ya magari na kisha nikamwambia naomba tushuke sasa tukanunue chakula na kisha tutarudi. Nyie, huyu kijana watu sio mbishi. Alishuka na kisha nami nikashuka, tukaongozana mpaka sehemu ya chakula. Nakumbuka vile nilimwambia kwamba agiza unachokitaka. Lakini Gosby alinitazama akaniuliza, vipi nikuagizie na wewe? Mimi nikamwambia kama una hakika utachagua kizuri basi fanya hivyo. Kweli aliniacha pale nilipokuwa nimesogea, alipiga hatua chache, nikawa mimi namwangalia namna anaagiza kile chakula. Alipomaliza akafungiwa na kisha alinifuata. Nikamuuliza, "Yeye umeagizia kila kitu?" "Mpaka maji ya kunywa, labda kama kuna ziada unataka." Alivyonijibu mimi nitabasamu na kisha akaniambia, "Tunawe kabisa ndo tuelekee kwenye gari." Na kweli tulifanya hivyo. Tulipofika kwenye gari, mimi ile hamu ya kutaka kumjua sana ndio ilikuwa inanizidia. Kwa nililaza viti ndani ya gari na kisha nikawa namtazama kwa namna ya kipekee kabisa. Alikuwa amekaa kwa kutulia. Nikawa nawaza ni wapi nianze kumuuliza maswali yangu. Nilikuwa namtazama afu nashindwa kujizuia. Gosby alinigeukia. Akaniambia kwa upole sana, akaniambia najua upo na wakati mgumu sana Bella. Huenda umechanganyikiwa sasa. Mimi niko hapa. Niulize chochote unachotaka kuniuliza. Niambie chochote unachotaka kuweza kuniambia. Niko hapa leo. Tutazungumza na ninatumaini utanielewa vizuri sana. Usikae na vitu ndani ya kifua chako. Tuzungumze tu, hakuna tatizo. Nyie, aliponiambia kwanza nilishusha pumzi ndefu sana. Nikainamisha kichwa changu chini. Nilikuwa nimezama kwenye zile nyakati ngumu. Nyakati ambazo nilikuwa simpati kabisa. Moyo wangu iliingia ubaridi na kwa upole alishika mikono yangu yote miwili, akaniita vile ambavyo mimi napenda. Akaniambia, Mamtu, uko sawa kweli? Upo sawa mamake? Hapo taratibu nikainua uso wangu. Nilijitahidi sana machozi yasinitoke, ila machozi yangu tayari yalishabadilisha rangi. Swali la kwanza kumuuliza Gosby ilikuwa ni kwa nini ulinikimbia? Kwa nini hukutaka mawasiliano na mimi? Kwa nini hukuniaga wakati tayari tulikuwa ni marafiki wazuri? Kwa nini ulifanya hivyo bila kujali hata inakuaje upande wangu? Gosby, kwa nini hukunifikiria kabisa? Abela, please mamangu, inatosha. Usinungunike zaidi na kuomba sana. Sipendi kuona ukiwa na hali kama hii. Usirudie kusema kwamba sikukufikiria kabisa. Nilikufikiria Bella, tena sana tu. Ila nilikumbuka mimi pekee huenda ndo nafikiria kuhusu wewe kwa sababu wewe pia huwa unanifahamu mimi. Hivyo ilinipa wakati mgumu sana kila nilipofikiria kwamba sitawasiliana na wewe tena. Sikuwa na kufahamu kwa sura, ila kwenye moyo wangu nilikuwa nimeamini kwamba nimepata rafiki. Pengine wewe hujasumbuka sana, ila mimi nimesumbuka zaidi yako. Nilikuwa natamani sana kukuona Bella. Nilikuwa natamani sana kuzungumza na wewe Bella. Mambo mengi sana nilikuwa natamani kuzungumza na wewe. Kwenye maisha Bella kuna vitu vingi sana. Sikuwa na namna zaidi ya kuweza kuuza simu yangu. Mama yangu yuko mbali na mimi. Alipatwa na homa. Hapakuwa na pesa na mimi ndo mwanaume na mimi ndo mwanae. Ningefanya nini kama sio kuuza simu yangu Bella? Najua huwezi kunielewa, ila kadiri tunavyozungumza utanielewa. Lakini sikuwa na namna zaidi ya kuuza simu ili kumsaidia mamangu aweze kupona. Na ndio maana sipatikani. Si unajua ukiuza kitu kupata tena ni kazi sana. Kwa kuwa nimekuona hapa sasa, naomba uniambie kama utanipa tena namba yako ili lazima simu na kupigia, maana sijui hata ilikuwaje majina yote yakabaki kwenye ile simu na line yangu hata sioni namba yako. Naomba unisamehe sana Bella. Sikupanga kukuumiza. Kwani umeteseka sana mama mtu? Gosby, nimeteseka sana. Umekosea unajua Sasa nini maana ya kuwa na rafiki kama unapata matatizo na huniambii? Unaamua kuuza vitu vya umuhimu. Kuuza vitu ni tabia mbaya. Unajua hilo? Kuuza kitu hilo huwa ni jambo la mwisho kabisa. Kiukweli Gosby, utalipa kwa hilo ulilonitendea. Najua sana Bella. Najua kuwa ni tabia mbaya. Ila pia wanasema kimfacho mtu chake. Naomba nisamehe, nimekuwa ni mbinafsi sana.
ila hujui tu namna nilikuwa na hofia kutokueleweka kwako. Na ndio maana sikuwa nimefanya kitu, na sio kama nilikupuuza wewe. Na kuomba unisamehe sana, nimekosea sana. Naomba sana Bella, nimekosea. Hapo mimi nilimtazama tu. Vile kwanza anazungumza kwa upole, sikutaka hata kutabasamu, zaidi tu nilijitoa kwenye mikono yake. Na mimi nikawa namtazama tu na kumuuliza, hivi kabla tujaenda mbali, umefukuzwa kazi pia? Hujasema. Ukaje kuwa kondakta. Na hili limekaje Gozbert? Nilishangaa sana kukuona wewe kama konda. Ile siku sikutaka kuamini. Nimeshinda sana hapo stand kukutafuta wewe. Sijui hata kama unaelewa. Nimekutafuta mno. Naomba uniambie kwa nini umefukuzwa kazi? Unaizungumzia kazi ya customer care, si ndio? Ndio. Bella, maisha mamangu. Maisha na mambo mengi sana. Maisha haya na vitu vingi sana. Wakati mwingine unaweza kuona ni vitu vidogo sana, ila vina maana kubwa sana. Na kuna wakati unaweza kutamani maisha ya mtu unaipaswa kuweza kumhurumia. Maisha ni safari yenye mabonde na milima, milipuko na vikwazo. Vyote hivi havituzuii kupambana na kuamka na kutafuta. Kukata tamaa kupo tena sana tu, na kila mmoja wetu kuna wakati unafika anaishiwa nguvu kabisa na anakata tamaa. Ila ndoto zetu, matatizo yetu, majukumu yetu ndio ambayo hutuamsha tena katika hali ya nguvu zaidi. Sio kama hatukati tamaa, sio kama hatuumie, sio kama hatuchoki, sio kwamba hatuvunjiki moyo, ila majukumu tunayoyabeba, utake ustake, lazima tuyapambanie. Na ndio maisha yetu, na hatuwezi kutoka hapo. Siwezi kukudanganya Bella, siwezi kukuficha kwa sababu tuko hapa sasa. Mimi sijafukuzwa kazi. Mimi nafanya kazi zote mbili kwa wakati tofauti. Yaani kivipi? Unawezaje? Customer care, ukondakta. Mimi nilifikiria customer care una maisha mazuri. Kwani hawakulipi mshahara ambako unafanya na ukondakta? Usishtuke Bella. Usishtuke sana madam. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Pengine hujawahi kuambiwa wala hata kusikia. Huenda leo ndo mara yako ya kwanza unasikia kutoka kwangu. Bella, haya mavazi tunayoyavaa yameficha mambo mengi mno. Haya mavazi tunayoyavaa yameficha maumivu ya watu wengi sana. Ingalikuwa kuna uwezekano wa kila mmoja kuchana kifua cha mwenzake, kumtazama moyoni, tungekimbiana. Tusingetazamana usoni kabisa. Kwa sababu watu wana hadithi ngumu sana kwenye maisha yao. Usione watu wamevaa vizuri, usione watu wanaenda kazini. Wengine kazini wanagawa tu chai, wengine kazini uko wanagawa tu magazeti, wengine wanatumwa kuanzia anapofika kazini mpaka anavyoondoka. Simaanisha kwamba customer care wana maisha magumu, la hasha. Lakini kwa upande wangu mimi pale nipo tu kama kujaza tu nafasi zilizoachwa wazi. Hivyo ninachokipata pale kazini ni kidogo sana. Sijui kuhusu wenzangu, lakini ninajizungumzia mimi. Na kama nilivyosema, majukumu ndio yanayotuamsha. Basi yule dereva mimi ni rafiki yangu, na nilipomweleza kuhusu majukumu yangu alinihurumia sana, na ndo alinishirikisha jambo lake. Niliona siwezi kukataa fursa, hivyo niliamua pia kufanya naye kazi ya ukondakta. Ni maisha tu mamangu. Maisha ndo yananifanya niwe na kazi tofauti tofauti, ili mradi mkono uende kinywani. Aliponiambia hivyo nilijikuta na mtazama kwa kumhurumia sana. Nilimuonea huruma. Niliweza kusema kwamba hakika Gozby, wewe ni mwanaume wa shoka. Wewe ni mwanaume wa kupambana. Mwanaume sio kubali kushindwa. Na kweli mwanaume ni kutafuta. Kweli mwanaume ni kutokwa na jasho. Kuwa mwanaume ni kuhakikisha familia yako iko salama. Kuwa mwanaume ni kubeba majukumu. Kiukweli
Sikutegemea kukutana na hadithi kama hii kutoka kwako Gosby. Nilikuwa nikukasirikie sana leo, ila historia yako ya maisha imenifanya nibadili mawazo yangu kabisa. Kwanza hongera sana kwa utafutaji wako. Ni maombi yangu kwa Mungu atakufungulia mlango wa riziki na utapiga hatua mbele. Mungu hamtupi mja wake Gosby. Amina. Amina Bella, amina. Tule huku tunazungumza. Chakula kinapoa. Hapo alitabasamu. Na wakati mimi nafungua vifungashio, nikamuuliza mbona chakula cha mtu mmoja Gosby? Au wamechanganya? Endelea tu kufungua madam. Hapo nikaendelea kufungua, nikaambia usiniite madam, mimi silitaki hilo jina. Niite tu mtu basi na enjoy. Gosby, elimu yako ikoje? Mimi nimesomea mambo ya upishi, mambo ya kupika. Wow. Kweli? Unajua kupika? Unajua? Kwa kuna siku utanipikia, sio maana yake? Hapo Gosby alitabasamu. Ni kama vile sijui nisemaje. Ni kama takataka zote za duniani zinapeperuka, basi tunabaki wawili tu. Kwa jinsi ambavyo nilikuwa namuona kitabasamu. Yaani nilikuwa naona dunia iko ndani yake. Naona ulimwengu mpya nikiwa na Gosby. Nikamuuliza kwa nini wewe uliamua kufunga chakula pamoja namna hii? Yaani hiki chakula mbona umekifunga hivi? Unajua Bella, kula chakula cha pamoja kinadumisha upendo sana. Kula pamoja kunaimarisha familia sana. Sababu nyingine ni kwamba nimetamani kula hivi kwa maana kwamba nipo mbali na wapendo wangu kwa muda sana. Au hujapenda kichakula nilivyokiunganisha? Hapo kwanza nilitabasamu tu, na wakati hilo linatokea simu yangu mimi ilikuwa inaita. Ilikuwa ni simu ya mmoja wa wafanyakazi wangu. Mfanyakazi huyu alikosea. Na nakumbuka mfanyakazi nilimsimamisha kazi na nilimweka mbali kabisa na ofisi. Sasa alipopiga simu sikutaka Gosby aelewe kitu. Na nakumbuka kwa sura yangu ya kazi kabisa nikamwambia unapiga unataka nini? Huyu mtu alonipigia alikuwa ni mdada, akaniambia madam naomba nisikilize, najua nimekosea lakini bado nahitaji nafasi nyingine. Madam naomba usinipe adhabu hii. Nimejifunza kwenye hili. Sasa wakati ananibembeleza, mimi nikaongea kwa ukali, nikamwambia nimefanya nilichopaswa kukifanya. Nilichoamua ndio maamuzi sahihi. Tena sio namba yangu tu, hata mimi usinikaribie. Tafuta namna na utafanikiwa kwa sehemu nyingine. Sasa huyu msichana akawa anataka kuzungumza, lakini niliwahi kukata ile simu. Afu nikamtazama Gosby. Gosby alikuwa kama hajanisikia vile, na kisha nilimwona akisali kwa ajili ya kile chakula. Na kisha akaniambia, "Karibu chakula madam." Nikamwambia nashukuru sana, utanipikia, si ndio? Kula na wewe sasa chakula, ni kitamu mno, mbona uli? Hapo ulikuwa ni ugali na mapande ya nyama choma na mboga za majani. Gosby alinitazama kisha akaniambia, muda wote ule unaotaka mimi nitakupikia, lakini tu usisahau kutabasamu. Hapo nilimtazama Gosby afu nilijikuta nacheka, maana nilikumbuka vile ambavyo huwa tulikuwa tunawasiliana bila kufahamiana, na alikuwa ananisisitiza sana niwe ni mtu wa kutabasamu. Na kisha Gosby akanitazama akaniambia kwa upole tu, hata kama kazingua leo usimtupe, mweke kama akiba, kesho anaweza kukufaa. Mtu ni karakta kwenye story yako. Yaani mtu akikufanya ujisikie vibaya bila sababu maalum, akikukwaza, akikusemea ubaya kwa namna yoyote ile, akikufanya ujisikie vibaya kiubinadamu, usimtupe. Usiongee vibaya, kaa kimya, kaa mbali na maumivu yote. Bado mna hadithi yenu nzuri na mlifanya mengi pamoja wakati wa maisha yenu. Anaweza kuwa anachelewa kukuelewa au kukuvumilia na kukuona hufai kwa wakati huo, ila amini ninakwambia, huyo ni tofali la kujenga nyumba yako ya kesho. Usipoteze watu kwa sababu ya kasoro zao au kwa sababu ya mudi zao. Usichanganye kati ya kasoro na kiburi. Hiyo achana nayo, haifai kutunzika. Daima kuwa na moyo wa shukrani na sio kisasi. Upendo ni muhimu sana. Nimesikia hapo unagombana na huyu aliyepiga simu.
ila mtu akiomba msamaha, hata kama ni ngumu kuachilia, wewe samehe, mengine mwachie Mungu. Na kama kosa ni dogo kiasi kwamba unaweza kusamehe na mkawa sawa, ni vizuri. Na kama unaweza samehe na kila mmoja na maisha yake pia, ni sawa. Muhimu ni usamehe. Yani cha muhimu ni kusamehe tu. Watu ni matofali ya kesho, haijalishi atajenga kitu gani. Na mimi nisamehe, nimeingilia haya mazungumzo yako. Gozbert alipotamka hayo, unajua nilijikuta na mtazama, nikamwambia Gozbert, sijui nikwambie nini kuhusu leo. Nimejifunza mambo mengi sana ambayo sikuwahi kuwa nayajua hapo awali. Namshukuru Mungu amenikutanisha tena na wewe. Tule tu kwanza chakula, kwa maana kwamba hujui namna nilikuwa nahangaika kukuwaza msichana mzuri mkali kama wewe. Ina maana na wewe pia ulihangaika? Tena sio kidogo, nilihangaika sana Abela. Unajua ulipokuwa unafika ule muda na kupigia, yani ndo kabisa nilikuwa nawaza kuhusu masiara yetu, kucheka kwetu, lakini sikuwa na namna. Unajua nikiwa kwenye mishe zangu, nikikukumbukaga tu wewe, nilikuwa naumia sana. Kwa nini unaniita mimi msichana mzuri na msichana mkali? Nisamehe sana kama nimekukwaza. Kwa leo imetosha, tumeongea sana, mengine siku nyingine tutayaongea. No, hujanikwaza kabisa, ila tusichoke kuzungumza na wewe customer care. Mpendo wa mteja, karibu sana. Nami sitachoka kukufurahisha mama mtu. Haki ya Mungu. Gozbert aliposema hivyo, yani tulijikuta tunacheka sana. Tulikula vizuri huku tukawa tunasimuliana namna ambavyo tumekutana, ilivyokuwa, na kila mmoja akimsimulia mwenzie namna ambavyo amehangaika kuhusu mwenzake. Hadithi zikawa ni nyingi, hadithi ni nzuri zisizoisha. Na ila kwa upande wangu ndo nikawa nimejifunza zaidi kuhusu mimi mwenyewe. Nikawa nimejifunza kuhusu maisha na upendo pia. Nilipata muda nikamuuliza customer care, vipi leo kazini? Leo nimeingia asubuhi. Basi tuondoke hapa. Kweli Gozbert akanitazama tu. Kabla hata sijaondoa ile gari, bibi yangu alinipigia simu. Nikapokea simu, nikamwambia bibi yangu. Akaniambia hapana. Na mvua hii mpaka sasa hivi hujarudi nyumbani. Roho yangu haitaki kabisa nilale na wewe hujarudi. Hebu nakuomba urudi hapa. Nikamwambia bibi bana, sawa nimekuelewa, lakini mvua imekata unajua. Wewe ni mtoto wa kike, hebu rudi nyumbani, sitaki kabisa kuhangaika mimi. Hapo namjua bibi yangu jinsi anavyonipenda, hivyo sikutaka kumuudhi. Nilimwambia tu kwa upendo, bibi yangu kipenzi, narudi so muda. Narudi bibi. Basi bibi yangu ile alikata simu na Gozbert alikuwa yuko kimya tu muda wote, na mimi ndo nikamwambia huyu bibi yangu sasa. Gozbert alitabasamu akaniambia hongera sana, una bibi mwenye upendo. Nikamwambia sana. Basi nikajikuta pale naondoa gari yangu. Sasa nilipokuwa barabarani, nilishindwa kujizuia kukumbuka kuhusu familia yangu. Kila nilipokuwa nikitaka kukumbuka furaha na vicheko vya nyumba yetu, mimi nilikuwa nasikia vilio vya uchungu na kelele nyingi sana za kutokuelewana. Nilianza kuendesha gari huku natokwa na machozi. Hali hii ilianza kunisumbua, na mara zote nilikuwa nahisi au naona upendo huwa, yani sijui niwaambiaje. Yaani mara zote nikihisi au kuona upendo huwa nachanganyikiwa, kwa maana kwangu mimi sijawahi kuviona hivyo vitu. Hata nikawa najiuliza, au mimi sikuumbwa kwa ajili ya upendo na furaha? Sasa Gozbert akawa ananiita Abela. Mamtu, unanisikia kweli? Sasa wakati huo Gozbert ananiita, mimi sikuwa pale. Nimekuja kushtuka ni Gozbert anapiga kelele kwa nguvu, na alikuwa anaelekeza gari upande mwingine, kwamba inaonekana mimi wakati nawaza haya mawazo nilipoteana barabarani. Kwa hiyo Gozbert akaniambia, Abela, tunakufa Abela. Ilikuwa nivamie lori tena kwa kasi. Nilishtuka, sikuamini macho yangu. Watu huko nje walikuwa wameshika vichwa vyao. Sikuwa hata naweza kuzungumza nilikuwa siwezi. Jasho linanitoka, ninatetemeka. Nilijikuta pale naanza kulia kwa hofu. Jamaa alinitazama kwa upendo akaniuliza, Abela, uko sawa? Are you okay? Wakati ananiuliza hivyo mimi nikawa nalia, lakini naogopa. Sitasahau namna ambavyo alikuwa amenikumbatia kwa nguvu. Akaniambia, usiogope Abela, niko hapa na wewe. Nitakuwa na wewe siku zote. Niko hapo, usiogope tafadhali.
Lakini mimi muda huo nilikuwa naendelea kulia kwa uoga, niliendelea kumkumbatia kwa nguvu sana, huku nikiendelea kupata zile flashback za maisha yangu ya zamani. Huzuni, uoga, unyonge ndio ulikuwa umenizunguka. Sikujua hata ajali ni vipi tuliepuka. Zaidi tu nilibaki natetemeka mwilini mwa customer care huyu, huku naye akiniambia kwamba tulia tafadhali, hakuna kitakachotupata, mimi nikiwepo hakuna kitakachotupata. Tazama tuko sisi hapa, tunapumua, ni wazima, hebu tazama. Abela. Wakati ananibembeleza hivyo, mimi nilikuwa nalia. Nikaambia, nashukuru sana Gozbert, nashukuru sana, naomba unisamehe, nilitaka kukusababishia ajali ambayo ingetugharimu maisha yetu. Gozbert aliniambia kwa upole tu, huku akiwa ananifuta machozi kwa mikono yake. Akaniambia, no, sio kosa lako, yeyote linaweza likamkuta hili, hebu acha kulia basi, acha kulia na kuomba, hebu usilie. Sasa wakati huo tayari nje watu walikuwa wamekusanyika, askari wa barabarani, yani trafiki, walikuwa wako pale kuchukua maelezo. Mimi bado nilikuwa nipo kwenye hali ya kutetemeka sana, hivyo nilibaki ndani ya gari na tetemeka vibaya mno. Gozbert alijibu maswali yote na hatimaye pale tukaruhusiwa kuondoka pale. Ila tulikuwa tuna tatizo, mimi tayari nilikuwa siwezi hata kuendesha gari, nilikuwa nimepata hofu kubwa sana, na customer care hajui kuendesha gari, maskini ya Mungu. Kwa Gozbert akanitazama kisha akaniuliza, sasa tunafanyaje Abela? Tunatakiwa kurudi nyumbani. Mimi nilimtazama tu customer care, nikamwambia asante sana, umeokoa maisha yangu, nashukuru. Kiukweli sipo sawa sasa, naogopa sana, ila huwezi kunielewa kabisa. Sijamaliza kabisa kukuuliza maswali yangu, natamani tuendelee kuzungumza Gozbert, utanipotea tena? Mamtu, hapana. Yani naanzaje kukupotea tena? Kwa sasa nitakulinda kila wakati tuloutumia pamoja, nitaulinda, siwezi kukupoteza tena na kuahidi. Hapo nilimtazama Gozbert kwa upole mno, nikamwambia Gozbert, niahidi basi. Mimi customer care wako, na kuahidi nipo kwa ajili yako, sawa mama mtu? Ba mtu, nakuomba utunze hii ahadi. Naitunza na nakuomba usilie tena, sawa? Unajua unavolia hivyo unanitisha sana. Hapo mimi nikajitoa mwilini mwake na kisha nilimpigia simu dereva, nilimwelekeza sehemu nilipo. Dereva akaniuliza, sister kwema? Nikamwambia kwema kabisa, ninasikia tu maumivu ya kichwa, napata uoga kuendesha gari, na usimwambie bibi lolote, si unajua bibi alivyo. Yule dereva akaniambia, nakuja sasa hivi boss, nakuja. Kwa mimi niliendelea kukaa hapa nikiwa nina uchungu sana moyoni, na nakumbuka namna huyu mwanaume alikuwa amenikumbatia. Nilitulia tu nikisema, hivi ni lini mimi mara ya mwisho nilikumbatiwa na mwanaume? Hata sikumbuki, nimesahau kila kitu kuhusu. Nilijisikia amani sana kuwa na huyu customer care. Nikiwa katika hiyo hali, nilikumbuka ya kuwa hana simu na bado na mengi ya kuzungumza naye. Kwanza nilijifuta machozi, nilimtazama afu nikamuuliza, kesho naweza nikakuona Gozbert? Ingekuwa ni amri yangu, asubuhi sana ningekuona, lakini kesho asubuhi nitakuwa niko barabarani. Si unajua tena konda, nipate walau chochote kitu, na kisha saa 10 nitaingia kazini, nitatoka saa 6 Abela. Ila kesho kutwa jioni nitakuwa sina kazi, kuanzia saa 12 tunaweza tu tukaonana. Hiyo kesho kutwa tunaweza tukakutana. Gozbert, sitaki kukuharibia ratiba zako, lakini kesho kutwa ni mbali sana. Sawa, ila hakikisha tunakutana. Sasa tutakutana vipi na simu hauna jamani? Usijali, nipatie namba yako, mimi nitazima simu kwa mshikaji alafu nitakutafuta. Sio rahisi hivyo, bado nataka kuwa karibu na wewe. Usinielewe vibaya Gozbert, ila wewe peke yako ndiye ambaye unanielewa mimi. Hapo Gozbert alinitazama tu, kisha mimi nilivuta pochi yangu. Ninakumbuka nilikuwa nina kisimu kidogo hivi Kinokia cheusi, nikatoa pale line yangu nikampatia, nikamwambia bila shaka hii kwa kuanzia sio mbaya, tukionana hiyo kesho kutwa tutazungumza zaidi. Kweli yeye Gozbert alitabasamu tu akasema,
Umetisha sana mamtu. Hapa sasa ni mambo mwake oya. Alivyosema mimi nilitabasamu, nikamwambia nashukuru sana tena kwa kuniokoa leo, asante sana. I will do everything for you. Nikamwambia wow, nashukuru sana Gosby. You are welcome Obela. Kwa sababu nilijikuta na tabasamu. Kwa mbele niliona dereva wangu kama vile anakuja uelekeo wangu, nikamwambia customer care natamani tubaki wote ila dereva amefika, tafadhali nakuomba usikawie kunitafuta. Nashukuru sana. Hapo nikatoa shilingi 20,000 nikamwambia sikiliza, nimekutoa kazini leo, pesa hii hapa. Unanitania au sio? Leo ni siku yetu sote. Hujaniharibia kitu chochote kile. Mimi nachokuomba tu wewe makini. Huyu mwanaume alianza kutembea taratibu akawa anaondoka. Na mimi nilibaki na mshangaa tu namna ambavyo nilikuwa nashangaa. Yaani namna jinsi ambavyo anashangaza. Leo ameniacha na mengi mazuri kichwani kuhusu upendo. Dereva wangu alifika pale, alinisalimu lakini hata sikuwa namuelewa. Aliponitazama nakumbuka aliniuliza, "Madam, unaonekana kama vile uko sawa madam, kuna tatizo?" Mimi niliendelea tu kutazama mbele nikiwa nimechoka sana kusema ukweli. Nikamwambia endesha gari tafadhali. Huyu dereva hakuwa na la kusema zaidi kufuata tu maagizo yangu. Na mimi roho iliniuma sana kuachana huyu mwanaume nyie. Nakumbuka tulipomkaribia nilimwambia dereva punguza mwendo. Nikashusha kioo cha gari nikampungia mkono na yeye Gosby alifanya hivyo. Roho yangu iliniuma sana. Dereva kwa mara nyingine tena akaniuliza, "Madam, kwani unafahamiana na yule jamaa?" Dereva aliponiuliza hilo swali nilimpiga jicho hilo. Afu nikamwambia kwa sauti tena ya mamlaka, nikamwambia kazi yako ni kuendesha gari. Endesha gari tafadhali. Kweli huyu dereva aliendesha gari mpaka nyumbani. Na muda ulikuwa umeenda sana. Nilimpa dereva pesa yake ya pikipiki aliyokuwa ameitumia kunifuata na kisha mimi niliingia ndani ya nyumba na dada wa kazi ndiye alikuwa amenifungulia. Dada wa kazi akaniambia kwamba bibi amelala. Na hapo alinijibu mara baada ya mimi kumuuliza kwamba bibi yuko wapi. Kwa nilimtazama tu na wakati naelekea ndani huyu dada wa kazi akaniuliza, "Madam Abela, uko sawa? Mbona vile kama ulikuwa unalia?" Hapo mimi nilivuta tu pumzi. Nikaona watu sasa wamenichosha. Nikamwambia usiku mwema. Huyo nikafika mpaka chumbani, nikaanza kwanza kwa kutabasamu, lakini tabasamu ambalo lilikuwa linatoka na machozi. Nikavuta diary yangu kutoka mahali nilipokuwa nimeiweka na kisha niliandika maneno haya kwamba mpendwa diary, huwezi kuamini ila nimekutana naye. Na zaidi ya tulivyokuwa tumewaza, ni mwanaume mwenye upendo sana. Kwa mara ya kwanza najiona mtu mwingine kabisa. Leo ameniambia kitu kingine kabisa, na ameniambia eti kwamba ni stupe au kupoteza watu. Haijalishi wamenifanyia nini, wanaweza kutumika kama tofali kesho. Nimemwelewa sana na tumekula pamoja na amenikumbatia na kubwa zaidi ameniokoa leo kwenye ajali mbaya sana. Diary, nina amani sana kuwa karibu na huyu mtu. Na ameniambia yeye ni mpishi mzuri na natamani kula chakula chake. Nitakwambia kila kitu siku nikila na kupata majibu ya maswali yangu. Ila mbali na haya yote, anaonekana maisha yake ni magumu. Tufanye nini sasa? Siwazi kitu, nina furaha tu kumuona. Oh, diary, nikwambie kitu. No, najisikia aibu. Ila kuna muda nilitamani anibusu, anikumbatie zaidi. Nilitamani hata aseme na kupenda Abela, lakini ananiogopa sana. Ananiogopa. Nitafanyaje sasa? Na kitu kikubwa zaidi ananiita mtu na mimi namuita mtu. Inachekesha eh? Nampenda, sijui hata nifanye nini. Sijawahi kuwa hivi mimi Abela. Ina maana haya ndio mapenzi? Sasa msikilizaji, wakati haya nayaandika kwenye diary yangu, nilisikia hodi mlangoni kwangu. Haraka nilificha diary yangu, nikasema ingia. Hapo alikuwa ni bibi yangu ndiye alikuwa anaingia. Nilipomwona nikawa na tabasamu tu, na yeye alitabasamu. Bibi akaniambia, macho yako, sura yako, mjukuu wangu. Kitu gani kinaendelea? Hebu naomba uniambie ukweli. Ningamwambia bibi yangu, ni usiku sana, ungelala tu tuzungumze kesho. Najua mjukuu wangu kama ni usiku. Ila umeondoka nyumbani muda mrefu na umerudi usiku. Kwa unataka mimi nisije kukuona? Bibi aliposema hivyo kwanza nilitabasamu, nikamwambia nashukuru sana bibi yangu kwa kunijali. Bibi yangu aliketi pembeni yangu na kisha akaniuliza, anapatikana? Na maanisha kwamba umefanikiwa kukutana naye? Hebu naomba uniambie, yupoje huyo kijana?
niambie bado unampenda sana, natamani kujua kila kitu imekuwaje. Hapo mimi macho yalinitoka. Nilishangaa, bibi amejuaje yote haya? Sasa wakati nashangaa, ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Uliandikwa maneno mazuri na mimi nilisoma, alafu nikajikuta natabasamu. Ujumbe ulikuwa umeandikwa, Mamtu, leo moyo wangu una furaha sana. Nina furaha kukutana na wewe. Nimekuwa na siku nzuri sana. Wewe ni mzuri kuliko nilivyokuwa nawaza. Namshukuru sana Mungu amenikutanisha na wewe kwa namna ya kipekee. Mbingu zina maumivu kwa kumtafuta malaika wake ambaye alikimbia mbinguni kunitafuta mimi. Nashukuru sana malaika mtifu. Mimi Gozbert nimefarijika sana. Nashukuru kwa kila kitu, na kesho kutwa naona ni mbali mno. Nimefika nyumbani. Vipi wewe, umefika salama? Yaani aliponiandikia ujumbe wake nilijikuta nacheka. Bibi yangu alinitazama. Bibi yangu akaniuliza, ni yeye huyo Abela, mbona unatabasamu hivyo? Nikamwambia, bibi, naomba tuzungumze kesho, leo mimi na kazi nafanya. Sasa bibi vile anatembea kwa shida, alinuka akawa anasema, kubwa haya, una kazi au una penzi jipya? Kesho asubuhi niko hapa na mimi nataka kujua. Nilimtazama bibi akitoka kwa tabu mno, na kisha nilianza kusoma ule ujumbe tena kwa hisia. Yaani nilijikuta nacheka huko nikisema, mbingu zinatafuta malaika mpotevu aliyepotea kwa Gozbert. Ndio customer care wangu. Hata iweje nitatoroka tena na tena kuja kwako. You are such an amazing soul. Umeniiba na ubabe wangu wote huu. Hapo nami nilianza kuandika ujumbe wangu tena kwa furaha sana. Nikawa naandika kwa kumjibu kwamba nimefurahi zaidi. Leo ni siku nzuri sana kwenye maisha yangu yote. Hata kama nikisema nieleze furaha yangu sitamaliza kabisa. Hata kama nikisema nikuambie kwa uchache ninahisi nitapunja furaha. Wewe tambua leo umenipa sababu nyingine ya kuelewa maisha yangu Gozbert. Na furaha umefika salama. Kumbe huishi mbali sana Nikawa nimeandika ujumbe nimemtumia. Hapo nilijibiwa haraka mno. Akaniambia mjini hapa kuna sehemu ya mbali, basi nimekutana na mshikaji ndiye alinibeba kwenye pikipiki yake na ndio maana nimewahi kufika nyumbani. Mimi nikatabasamu nikamuuliza, na line je? Mamtu, maswali mengi sana hata ya kupendeza unajua. Aliponiambia hivyo nilitabasamu nikamwambia, nisamee nimekosea ba mtu. Basi akacheka sana akaniambia, Bella, uko sawa lakini? Nikamwambia niko sawa kabisa Gozbert. Nina maumivu kiasi ya kichwa. Kubwa kuliko yote, nashukuru sana. Pole sana kwa hilo. Najisikia vibaya kusikia kuwa una maumivu ya kichwa. Na kuomba nenda hospitalini. Pengine umeumia na huwezi kujua, tafadhali. Na kuomba sana uende hospitalini. Nikamwambia hilo limepita, sema lingine Gozbert. Una uhakika niseme kitu kingine? Kwanza hapo nikatabasamu. Nikatembea chumba kizima nikawa natembea. Nikamwambia, sema haraka. Sema kabla sijakufuata, useme kabisa. Basi Gozbert alicheka sana. Akamalizia pale kwa kusema, kama kuna kufuata, basi wewe nifuate tu kwa sababu natamani kukuona tena na tena. Abela, wewe ni mzuri sana na tena uzuri wako unaongezeka mara nyingi zaidi ukitabasamu. Unatabasamu nzuri sijapata kuona, na kila ukitabasamu maisha yangu yanaongezeka umri. Una balaa. Kwani kwenye hilo tabasamu ni kitu gani umeweka? Mwenzetu umependelewa sana ujue. Sasa niliposoma huu ujumbe wake, kusema ule kweli, nilisimama mbele akiwa kuna tabasamu. Nilitabasamu tena na tena, alafu nikamjibu, ni kama vile wewe ndo wa kwanza kuniambia. Unanifanya natabasamu kila muda unajua Nashukuru sana Gozbert. Nashukuru kwa yote Mamtu. Nashukuru kwa yote customer care wangu. Kwa hiyo sio ba mtu tena, si ndio? Nikamwambia una majina mengi sana. Nikitaka nikuite yote nitachelewa. Wewe vumilia tu, utalijua jina lako lingine. Pumzika Bella. Kesho pia ni siku. Na kutakia usiku mwema, usiku tulivu, usiku wa raha, usiku wenye furaha, usiku mzuri sana kwako. Malaika wazunguke kwenye kitanda chako, wakupe furaha ya maisha yako, wakulinde na wabaya wako. Mungu Mwenyezi awe mtetezi wako. Upande wangu nafikiri usiku wa leo utatawala ndoto zangu na fahamu zangu, kwa maana kukutana na kwetu imekuwa ni ajabu sana, na kila nikitafakari naishiwa maneno. Bye bye ya Bella. Kesho kiamka niwe wa kwanza. Aliponiandikia ujumbe mimi nilicheka tu. Niliusoma, niliona kama yale maombi yake juu yangu imeanza kufanya kazi, na kisha na mimi nilimwaga kishingo upande, kwa sababu kiuhalisia, kiukweli kabisa, mimi sikuwa natamani kuacha kuwasiliana naye. Sichoki kabisa kuwasiliana naye, kwanza ananifurahisha. Hivyo nilimwaga nikisema kwa kuandika, nashukuru sana. Nashukuru kwa maombi yako mazuri, uwe na usiku mwema.
asante kwa ajili ya leo, kwa yote ambayo umeyafanya kwangu. Nyie, huu ujumbe wa kujibiwa. Lakini kwa furaha ambayo nilikuwa nayo, nilijikuta nachukua tena diary, nikawa naandika mpendwa diary. Nashindwa kuelezea furaha yangu. Hatukukosea kumuita muujiza. Ni muujiza wangu. Baada ya miaka, leo ndo nasikia amani moyo wangu. Natamani ungekuwa unaweza kuzungumza, natamani uniambie vile unahisi kuhusu yeye. Ila nakuelewa sana, unafurahia haya yote kwa maana kama ni kulia na huzuni tumelia pamoja. Nakuelewa sana kwa sababu hatutalia tena. Utafurahi tu. Diary, unajua maneno yake sio mageni sana duniani hapa. Ila unajua namna anatamka, yanatoka moyoni mwake, yanakuja kwangu moja kwa moja. Sioni kingine chochote zaidi ya moyo wake mzuri. Kumbe mapenzi hupaswi kuyatafuta. Ukiyatafuta unaangukia sehemu isiyo sahihi. Mapenzi yamenipata na mimi nimepatikana. Hata sijui ni kivipi, ila diary mpenzi, nafikiri nampenda sana Gosbet. Hili nakiri kwako. Nampenda kutoka moyoni. Na yeye ndo maisha yangu. Ila nawezaje kuanza haya maisha mimi? Naogopa sana, nina hofu. Ila upendo umenielemea. Nyie, nilipoandika tu kwenye hii diary yangu nilifunika haya maandishi. Sasa nikaweka vizuri diary yangu na kisha nikaingia bafuni. Huku wakati naoga kuna nyakati nilikuwa na kuna nyakati zilikuwa zinanijia nikiwa na Gosbet. Mpaka ile ajali ilipokuwa inataka kutokea. Hizi nyakati ni ngumu sana kwangu. Nimeziishi kwa maisha yangu mengi sana. Upo wakati hata nilikuwa siwezi kutoka mimi mwenyewe kwa sababu ya hofu na uoga ambao nilikuwa nao. Bibi yangu alinipambania sana. Wakati wote huo rafiki yangu kipenzi alikuwa ni diary yangu ambayo nikiamua kuitolea kitabu, basi kitabu kinakuwa ni kikubwa mno. Hii diary ina huzuni sana, ina furaha zangu, na hata nikiwa sioni pa kuandika naifunga vizuri na fungua nyingine. Diary ndiye rafiki ambaye namwamini na kumueleza mambo yangu mengi sana ambayo hata bibi siwezi kuongea naye kwa wakati mwingine kutokana na kwamba mambo jinsi yalivyo. Lakini kwenye diary tunaelewana sana, tunaelewana vizuri mno. Basi nilitoka pale bafuni, nilijeka vizuri na kisha nilipanda kitandani. Lakini nilikuwa ni mtu mwenye furaha. Hata maumivu ya kichwa sikuwa nayapata sana. Ingawa kichwa kilikuwa kinagonga, nilipokuwa nimelala ni kama vile sitaamka tena. Nilikuwa nimelala usingizi mzuri mno, usingizi mwepesi usiokuwa na mambo mengi kabisa. Nilikuwa nimelala kama sitaamka tena. Sijawahi kupata usingizi mzuri namna hii. Nilikuwa sijui hata usingizi una raha gani. Usingizi huu ulikuwa ni usingizi wa aina yake yenyewe. Na hata kwenye kuamka niliamka kwa kuchelewa sana hii siku iliyofuata. Nilipoamka tu nilishika simu yangu, nilipata ujumbe wa Gosbet tokea saa 9. Alikuwa ameandika good morning Abella. Kwangu siku imeanza. Niko barabarani sasa. Na kutakia siku njema, amani na furaha, tabasamu na heri. Uwe mwenye furaha siku nzima. Nyie, hapo nikasoma na ujumbe mwingine tena. Oya mamtu. Unaenda mamtu? Alafu pakawa amecheka. Akanasema amka, kumekucha, kulala sana ni umaskini. Yaani message yake nilivyokuwa naisoma, nilijikuta nacheka sana, nikajisemea nyie, huyu kama mjinga, eti unaenda. Unajua mpaka sasa sielewi yani ilikuwaje nikapanda daladala. Nyie, njia za Mungu ni ngumu, hazizuiliki kabisa. Na kisha nikamjibu good morning Konda mkorofi. Mwenzako ndo naamka eti nilikuwa na usiku mzuri sana, namshukuru Mungu. Nilipojibu hivyo nikasikia maumivu sana ya kichwa na hata nikaeka kwanza simu pembeni. Na ujumbe uliingia, vipi kichwa? Bado kinakuuma? Nikamwambia kiasi chake. Hapa kanijibu kwa masiara kabisa, kaniambia okay. Utachagua nikupeleke hospitalini au utajipeleka mwenyewe. Mimi nikatabasamu nikamwambia usijali kabisa. Wewe endelee na kazi, nitajipeleka. Ila kuhusu kesho sasa, ni kama vile ipaye mwenzo jinsi ninavyoisubiri. Sitaki kuchati na wewe sasa, utaniponza mamtu. Fanya uamke hapo, tutawasiliana baadaye. Jilinde, jichunge na uwe makini. Niliposoma ujumbe wake nyie, huyu customer care, nilijikuta tu na tabasamu. Basi nikajiandaa vizuri, nilipendeza vizuri na kisha nikaanza kutoka. Mimi kwangu kupendeza au kuimonekana sitaki kuzungumzia kabisa, kwa maana kwangu ni kawaida. Ninapenda sana kuonekana maridadi. Hii inavutia sana na kikawaida kabisa, hiyo mimi ndo maisha yangu. Mpaka natoka chumbani kwangu baada ya kuweka kila kitu sawa katika chumba changu. Nyie, siwezi kuelezea yote. Kama kwenye kitanda, mimi kuhusu chumba changu napenda kukitumikia mimi mwenyewe. Hivyo mara zote lazima kibaki kuwa safi. Muda ulikuwa umeenda sana. Hivyo nilitoka mpaka sebuleni, sikumwona bibi yangu. Nilimuuliza yule dada wa kazi, na yeye akaniambia sister, bibi leo hayuko vizuri. Nilimtoa nje kidogo, alidai anahitaji upepo. Tuliporudi ndani alitaka tu kupumzika.
Mimi nikamtazama tu dada wa kazi. Nikatazama pale muda, bado sikuwa na sababu ya kuondoka bila kumuona bibi yangu, hata kama nilichelewa kazini. Hivyo nilipiga simu kazini, nilitoa taarifa tena. Simu ilipokelewa. Nikaambia hey, nitachelewa kuja kazini. Inapo sikutaka hata kusubiri kitu, nilikata ile simu nikaanza kumfuata bibi yangu. Nilifika mpaka mlangoni kwa bibi. Niliomba kuingia na yeye akakubali. Baada ya kuingia nilimkuta bibi akiwa amepumzika. Nilipomwona nikamwambia bibi, unajisikiaje kwani? Bibi yangu alitabasamu tu, akaniambia usijali mjukuu wangu. Hai, niambie unajisikiaje? Mimi kwanza mpaka nikashtuka kwa maana sikuelewa. Bibi alinitazama akaniambia, we, ina maana umeanza tena mjukuu wangu? Na mbona husemi? Nimeona gari imechunika. Ina maana ulipata ajali na husemi. Na dereva nimemuuliza ameniambia alikufuata. Kwa nini unaficha mambo muhimu mjukuu wangu? Nikamwambia sasa kwanza kabla sijamwambia kitu nilitazama pembeni, afu nikajisema moyoni, huyu dereva ni mjinga sana. Nikamwambia bibi, naomba unisamee, ila lazima ningekwambia haikuwa ajali mbaya bibi. Kuna mlevi tu alinichuna kwa bahati mbaya na sio ajali. Hebu nisikilize, kuanzia sasa ni dereva ndiye atakayekuwa na kuendesha. Kwa maana umekosa umakini. Usije ukapata matatizo bure. Sitaki kabisa mimi hayo mambo. Nikamwambia bibi, hapana jamani. Dereva tena? Utafikiri kwamba mimi ni mzee? Bibi, mimi hayo mambo sihitaji. Ila tu bibi, nakuahidi kwamba nitakuwa makini sana na hayatotokea tena haya. Kwa hiyo kweli unaniahidi? Nikamwambia nakuahidi hivyo bibi. Hapo bibi alitabasamu, akaniambia sasa gari unayopenda imeenda kwa fundi na kuna mzigo wako hapa. Nikamwambia bibi, mzigo wangu? Mzigo gani tena? Bibi hapo alinipatia mfuko na ulikuwa una nguo zangu na nguo za Gosbet zile mbichi. Jamani, nilishindwa kutazamana na bibi usoni. Bibi akaniuliza, ikawaje mkavua nguo? Mungu wangu. Unajua nilimtazama bibi nikamwambia bibi, jamani, tulikuwa tumeloana na ndio tukapita dukani kubadilisha nguo. Unataka nikuuliza zaidi au utanieleza tu wewe mwenyewe? Nikamwambia bibi, unajua nachelewa kazini lakini muda umeenda. Hata unaweza usiende huko kazini. Kama ni hadithi ndefu, naomba unieleze. Ila kama ni ndefu sana, sitamani hata kusubiri zaidi. Ile mpaka nikajikuta nacheka. Kweli bibi mimi naye. Bibi akawa anataka sasa kukaa vizuri ili nimsimulie. Nikamsaidia pale kumkarisha vizuri na kisha nilimeza pale fundo la mate. Nikamwambia bibi, nimekutana naye jana. Nilikuwa na furaha ambayo siwezi kuelezea kiasi kwamba yani bado napata zile kumbukumbu za jana. Katika watu ambao wananielewa, wewe unanielewa zaidi bibi. Sijawahi kufurahi kama ninavyofurahi sasa katika maisha yangu. Unalijua hilo. Bibi, Gosbet ni mwanaume ambaye kila mwanamke anatamani kuwa naye. Gosbet amenieleza vitu vingi mno, amenifundisha vitu vingi kuhusu maisha. Ndani ya muda mfupi nimejikuta najutia kuishi kwenye maumivu na mizigo ya watu wengine na kuacha maisha yangu. Nimegundua maumivu na mizigo niliyoibeba sio ya kwangu. Itabidi nijifunze kuachilia ili niweze kuyaishi maisha yangu bibi. Gosbet ni mwanaume mpole, mcheshi, ana huruma, ana upendo na ana kila sifa ya kuitwa mwanaume. Alinielezea kilichotokea, hata pia kutokupatikana kwake na pia maisha kwa ujumla na changamoto zake, vitu vyote alinielezea. Bibi, maisha yake sio mazuri, ila moyo wake ni mzuri kati ya wanaume wote. Yaani siwezi kuelezea zaidi. Ule ni muujiza wa kutolea ushuhuda kila siku. Bibi, unajua hata amenifundisha kuwa maisha yana mambo mengi sana. Maisha haya yana vitu vingi sana na wakati mwingine unaweza kuona ni vidogo sana ila vina maana kubwa sana. Na kuna wakati unaweza kutamani maisha ya mtu unayepaswa kumhurumia. Maisha ni safari yenye mabonde na milima, milipuko na vikwazo. Vyote hivi havituzuii sisi kupambana, kuamka na kutafuta. Kukata tamaa kupo tena sana tu, na kila mmoja wetu kuna wakati unafika anaishiwa hata nguvu kabisa. Kwa kanieleza mambo mengi sana. Hapo sasa wakati namsimulia bibi yangu alitabasamu, akanishika mkono, akaniuliza, kwa hiyo wewe unataka kusema kwamba umempenda zaidi baada ya kukutana naye, si ndo manake? Nikamwambia bibi, kusema ule kweli sitamani kumpoteza. Nampenda sana yule mwanaume. Nampenda sana. Kwa hiyo wewe hujui ni kwa namna gani nasikia raha moyoni.
kusikia haya kutoka kwako mjukuu wangu. Vipi yeye, unahisi anakupenda au wewe unavyomwona unaona anakupenda kweli au atakupenda kweli? Bibi, mimi sijui, lakini naogopa sana. Naogopa pengine hanipendi mimi. Naogopa pengine ana mwanamke wake wa maisha yake. Bibi, naogopa, sijui hata itakuwaje. Nisikilize mjukuu wangu. Najua ulivyopambana na kuteseka mpaka kufikia hapa. Nafurahi kuona unapiga hatua kila siku kwenye maisha yako mwanangu. Wewe ni binti yangu. Mimi nimekulea kwa upendo mkubwa sana. Tumeishi na maumivu na sikuwa tayari kukupoteza mwanangu. Huyo mwanaume hajaja kwa ajili yako tu. Amekuja kama upatanishi kwetu. Amekuja kama shahidi kwetu. Amekuja kama furaha na mlinzi kwetu. Mungu hajawakutanisha nyinyi kwa bahati mbaya. Naamini Mungu anayo makusudi yake kwenu. Miaka yangu yote hii mjukuu wangu, tangu ukiwa mdogo, nilitamani kuona haya maisha unayoishi sasa. Usijali kuhusu lolote. Mapenzi huota popote. Na shukuru wewe unaweza msaidia mwenzako kwa upendo. Mapenzi sio muonekano au kipato. Mapenzi ni moyo wa mtu. Kwa kuwa siku zote nimetamani uwe hivi, basi nitakuunga mkono kwenye lolote lile. Sikiliza mjukuu wangu, usiwe na haraka. Endeleeni kutengeneza urafiki. Mapenzi yenyewe yatamka, yatakuja kwa wakati sahihi. Tena pengine hata hamtojua ni kwa muda gani mmekuwa wapenzi. Mjukuu wangu, ninatamani sana kumwona mume wangu utakayekuwa naye. Nakupenda sana bibi. Nashukuru kwa yote bibi. Mungu akubariki sana bibi. Ila hapo mwishoni sijapenda. Yaani awe mume wako tena? Tushakuwa wake wenza, tugawane muujiza. Sitaki kufa bila mume mimi mjukuu wangu. Hapo nilijikuta nacheka mpaka machozi yakanitoka. Bibi yangu alinitazama akasema, haya, njoo hapa mjukuu wangu, upate baraka za bibi. Njoo hapa tufurahie. Bibi yangu kweli alinikumbatia kwa upendo sana. Nilikuwa kifuani kwake nikiwa nina furaha sana, na hata machozi ya furaha yalikuwa yananitoka. Huyu ni bibi kwangu, huyu ni mama, huyu ni baba, huyu ni shangazi, huyu ni mjomba, huyu ndio kila kitu kwangu. Nampenda sana bibi yangu. Nilimtazama bibi yangu nikamwaga, akaniambia tu tutaonana baadaye na usiache matunda, sawa kipenzi? Nikamwambia sitasahau bibi. Bibi aliniambia una tabasamu nzuri sana mjukuu wangu. Ukitabasamu namna hii, tabasamu lako linaongeza uzuri. Mungu amlaze mahali pema mama yako, ila unafanana sana na mama yako. Mama yako alikuwa mzuri sana. Bibi aliposema hivyo nilishindwa kujizuia, nilijikuta machozi yananitoka. Bibi akaniambia, samahani sana mjukuu wangu, sikupanga kukuumiza. Nimemkumbuka tu mkwe wangu, mwanangu mzuri sana. Nisamee mjukuu wangu. Hapo nilifuta machozi yangu, sikumjibu kitu bibi, na kisha nilianza kutembea huku nikiwa nina uchungu sana moyoni mwangu. Unajua uchungu mpaka unakukaba, yani unashindwa hata kuzuia machozi. Ndio nilivyokuwa najisikia. Mama yangu nye. Mama. Sauti ya uchungu namna nilivyokuwa namlilia mama yangu wakati huo ilikuwa inajirudia. Nilifika kwenye gari, nilikaa kwa muda kidogo, hata kabla sijaondoka, yani nilisahau hata mfuko chumbani kwa bibi mjue. Na kisha baada ya muda nikafuta pale machozi yangu, nikampigia simu dada wa kazi, nikampa maelekezo afue zile nguo, na nilizungumza na dereva. Nikasema, kwa nini ulimwambia bibi? Mimi nikisema kitu kisifike kwa bibi naomba uelewe. Hujui bibi yangu anaumwa? Unataka bibi yangu afe nibaki mimi mwenyewe? Sasa yule dereva akasema nisamee madam, nilishindwa kumjibu. So unajua na bibi maswali yake nikashindwa kudanganya. Hapo mimi bibi yangu namjua, kwa nikavuta pumzi nikamwambia atakavyosema fundi utaniambia. Hiyo gari ikiwa sawa naomba uniletee kazini. Wote ondoka na hii ninayoitumia sasa hivi. Yule dereva akaniambia sawa madam. Nikakata pale simu na safari ya kazini kaanza, huku nikiwa ninakumbuka bibi alivyosema kwamba nimefanana sana na marehemu mamangu. Nilifika mpaka ofisini kwangu. Unajua nikifika tu ofisini kwangu panakuaga na utulivu. Watu mimi wananiogopa sana. Na ndo nimezoea sana hii. Yaani nimezoea hivyo, nimezoea hiyo hali. Lakini kwa hii siku ilikuwa ni hali ya utofauti kidogo. Kwanza nilipofika ofisini nilikuwa na tabasamu sana. Nilipofika watu wote walikuwa wananishangaa. Na hata sikuwa najali. Niliingia chumbani, yani chumba cha ofisi yangu, nikampigia simu HR wa kampuni alikuja ofisini kwangu, nilizungumza naye kuhusu kumrudisha kazini yule mtu ambaye alinipigia simu kuhusu kuniomba radhi. Wakati huo nilikuwa nipo na Gosbet. Sasa huyu HR akaniuliza, boss, ina maana umemsamehe? Nikamwambia, kwani tatizo nini nisimsamehe?
Hapana madam, nina furaha sana. Mungu aendelee kukubariki, akupiganie. Nikataa sababu nikamwambia amina. Unaweza kaenda sasa kuendelea na kazi. Nashukuru sana madam, nashukuru. Sasa wakati anatoka, nilishangaa kumwona mtu ambaye sikumwona muda mrefu sana. Kwa sababu huyu mtu alikuwa anaishi nje ya Tanzania. Sasa nilishangaa kumwona, unajua mpaka hata mwenyewe nikasimama. Nilisimama afu nikashangaa, ni yeye? Ni kweli alikuwa ni yeye, afu alikuwa na tabasamu. Nilijikuta naita kwa sauti ndogo, nikasema Daniel. Nye. Afu Daniel alitabasamu, akawa anakuja kwangu. Na tena Daniel alikuwa amebadilika sana. Nakumbuka aliniuliza swali moja tu Daniel. Akaniambia, ina maana nafika ofisini kwako hata unikumbatie? Nye. Haya, msikilizaji, huyu Daniel ni nani? Mbona inaonekana kama vile ni mtu ambaye ana ukaribu ama anajuana sana na Abela. Abela ni nani tena? Huyu Daniel ni nani? Mbona kama vile anataka kuja kutuharibia shughuli? Hivyo katika sehemu ya 3 tutapata kumjua huyu mkaka kuitwa Daniel ni nani, ambaye anaonekana ndo anaingia ofisini mwa Abela. Na mpaka Abela mwenyewe kashangaa. Na yule kijana Daniel anamuuliza Abela, vipi? Mbona naingia ofisini kwako hata hunikumbatii? Unabaki tu kunitazama. Vipi bwana Abela? Daniel ni nani msikilizaji? Bwana, tukutane katika sehemu ya 3 ya huu mzigo mtamu wa kuitwa Customer Care kutoka kwake bidada Agata. Mimi naitwa Anko J Masimulizi. Asante kwa kunisikiliza. Bye bye.